Bado msikilizaji, ni kukaribisha katika hii sehemu ya pili, simulizi tamu, simulizi nzuri kweli kweli, inayoitwa Binti Nia kutoka kwake mwandishi Habiba Mara Moja. Vipi sasa, na haja kujitambulisha? Mimi unanijua bwana msikilizaji, sina haja kujitambulisha. Mimi ndio yule kijana ambaye mpole, mcheshi, handsome boy, kijana ambaye ni mkarimu, mtu fulani hivi ukiniona ninavutia. Katika sehemu iliyopita, kama utakuwa umesahau, niache nikukumbushe pale tulipokuwa tumeishia. Ni pale ambapo huyu Binti Nia alikuwa anaambiwa ya kwamba una mpenzi. Alikuwa anaulizwa na Dr. Talki. Nia akakataa, akasema ni sina mpenzi. Dr. Talki akamwambia, lakini ripoti yako hii niliopewa hapo hospitalini inaonyesha wewe unapigwa sana mikiki. Basi mwambie huyo muuni apunguze, maana anapiga sana mikiki. Mtoto kule anacheza, mtoto anakaa vibaya, mikito imekuwa ni mizito mno. Huyu binti kuambiwa hivyo, aibu ikamshuka. Hakuna kitu kinachouma, unaulizwa una mpenzi unasema sina, alafu majibu hospitalini anakuja anaonyesha wewe bwana kuna mikito inapiga sana maeneo hayo, alafu mpenzi una. Kwa hiyo hiyo mikito unaitolea wapi? Lakini wote kwa yote tukumbuke ya kwamba huyu binti Nia ni ana mimba ya miezi sijui mingapi, tumbo kabisa kubwa, lakini still bado anadanga. Yaani mwanaume akishafikiana naye bei wanaenda wanadinyana. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya pili. Sasa hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Bwana, karibu tuungane nami pamoja katika hii sehemu ya pili tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Bwana, karibu. Sasa Nia, unajua kwamba kuna kitu dokta amenieleza. Kuna kitu pale dokta amenieleza kwamba hakiko sawa. Ni kwamba unapata sana mikiki huko tumboni. Kwa mimi nikuombe tu kitu kimoja Nia. Huyo unayefanyaga naye mapenzi, hebu mwambie apunguze kupampu, anapampu sana. Mwisho wa siku atakutoa hiyo mimba yenyewe. Mjio moyo wangu ulifanya yaani nilishtuka. Alafu sasa cha ajabu ni kwamba Talki alikuwa anaongea kawaida sana. Yaani Talki kwanza alikuwa hajapanic, ila mimi niliogopa kusema ule kweli. Yaani huyu ndiye mwanaume aliyekuwa ananihudumia kwa kila kitu, yeye ndiye alikuwa ananihudumia. Alafu anakuja kuambiwa kwamba mimi nadinywa na wanaume wengine. Tena nadinywa sana mpaka mtoto anatishia hali ya kutoka. Niacheni, nilijisikia aibu kusema ule kweli. Nikamwambia Talki, mbona mimi sijawahi kulala na mwanaume tangu nimepata hii mimba? Kweli tena mimi nakwambia Talki, sijawahi kulala na mwanaume. Na nipo tu mimi nimetulia tu nyumbani. Okay, sawa, kama ni hivyo ni vizuri. Kama tu uko nyumbani na umetulia nyumbani ni vizuri, ila tu nakuomba uzingatie sana yale niliyokueleza hapa. Nenda kwa pumzike, ila tunachokuomba uwe makini. Hivi mnajua mpaka nilijishtukia, nikawa hata kushuka siwezi, nikabaki tu nimekaa. Talki akanambia, sikiliza Nia, mimi sio mtoto, mimi ni mtu mzima na najielewa, lakini pia mimi ni dokta pia vile vile, na naamini nawe pia unajielewa. Kuna mambo unafanya unadhani ya kwamba mimi sitojua au mimi sitaelewa, lakini mimi tu nikwambie kuna mambo unayafanya, na ninavyoongea hivi utakuwa umenielewa vizuri kabisa ndani ya moyo wako. Lakini mimi ninachokuomba kwenye hayo mambo unayoyafanya, hebu tulia kwanza, jipatie muda kwanza, sawa? Jali afya yako, angalia afya yako. Ukishakuwa umekaa poa, unaweza kuendelea na mambo mengine. Hapo lilinishuka, nikamwambia tu okay, sawa. Hapo nikashuka kwenye gari nikiwa nina mawazo sana kusema ule kweli. Nilihisi Talki ameumia sana. Na hata mimi kusema ule kweli nilijisikia vibaya. Yaani mwanaume ananihudumia, alafu kaambiwa mimi eti na dinywa na wanaume wengine mpaka mtoto anatishia hali ya kutoka. Hata ungekuwa ndo mwanaume, jamani, ungemhudumia wewe mwanamke. Alafu kumbukeni huyu mkaka Talki ananipa tu msaada. Umalaya huu niacheni. Basi nikajua kwamba Talki akifika kwake atakiwasha labda, ila wapi.
wala kwanza hakuongelea kabisa tena. Alinipigia simu kama kawaida na akawa ananiuliza kwamba anaendeleaje. Na mimi nikawa namuitikia kwamba mimi naendelea vizuri. Basi nyie huwezi kuamini, huyu mkaka Tariq na pesa alinitumia mkaka watu huyo. Hapo sasa nikapunguza kidogo kudanga. Sio niliacha, nilipunguza. Niliona hapa mambo yatakuwa mengi. Basi Tariq wala hata kuonesha shida yoyote ile na mimi. Pesa ya kula akawa ananitumia kama kawaida, ila Tariq hakuwahi kunitongozaga wala hakuwahi kunipeleka kwake. Yaani hivyo tu. So sikuwa napajua kwake anapoishi. Sikuwa napajua kabisa. Na mara zote huwa ndo anakujaga mimi kuniona hapa ninapoishi. Kumbukeni mimi naishi na Maria, na mara chache sana ndo Tariq alikuwa anaingia mpaka ndani. Basi bwana, nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni mida ya kama saa 8 hivi za usiku. Nilikuwa nimelala hapo kwangu. Sasa James yule Jay akanipigia simu. Jay alikuwa kalewa, yani kwa jinsi alivyokuwa anaongea, nikajua kabisa huyu kanywa pombe. Tena pombe sio kidogo, yani kazishushia pombe kweli kweli. Alafu kumbukeni Jay anapendaga sana kulala akiwa na mimi. Huaga kishalewa ndo anapenda kulala na mimi. Na akinipigaga tule kimoja chali kwa sababu style anakuwa kashalewa. Alafu analala na muibiega mpaka pesa zake yeye mwenyewe hatajijui. Basi alivonicheki tu. Ile simu ya Jay alivonicheki, akaniambia eti kanimisi sana, anataka kulala na mimi. Mimi tena sinaga baya. Japo nilikuwa nimekatazwa masuala ya kuingiliwa na wanaume, nikaona si Jay, afu Jay na mudu. Jay hana shida, afu Jay namchukulia kama mume wangu. Basi bibi mimi huyo usiku huo sana neza usiku hapo nikachukua pikipiki. Nikaenda mpaka alipokuwa amenielekeza mchumba wangu Jay yupo. Na kweli Jay alikuwa kalewa sana kusema ukweli, yani sana. Yani ile nafika tu kwanza kaniwao. Naona kapanda kitandani kalala zake. Hata kunigusa janigusa. Nikaona hizi pombe hizi zina wenyewe nyie. Sio kila mtu anaziweza. Msio mnaiga. Mimi hapo nikaona okay haya bwana. Nikaanza pale kumsachi sasa. Nikampekua kwenye nguo zake zote. Yani nilihangaika kweli kweli kuzipekua. Nikakutana kama na 150 hivi. Nikaona okay ngoja nichukue 100,000 alafu shilingi 50,000 nimwachie. Hiyo 50,000 mwachie kama nauli. Nikarudi zangu nyumbani. Muda huo hata sikubaki mimi. Sikutaka kubaki tena mimi pale, mtu kashalala hajiwezi. Ya nini? Hapo shogenomia, hapo mimba yangu ilikuwa na miezi 5. Na mapilika yangu kama yote. Basi nikafika zangu kwangu. Nikapanda kitandani. Nikachukua pale 100,000 kwa sababu nilishajiona tayari mimi mjanja, nimewini 100,000 ya bure. Basi na sijafanya chochote. Sasa asubuhi nikasikia pale mlango wangu unagongwa tena kwa nguvu kweli kweli. Ilinigonga mpaka nikasema huyu nani? Anataka kutuvunjia mlango. Kwa nikanyanyuka pale. Huko najiuliza huyu ni nani? Sasa nilipo ile nani nikaanza kusikia pale yule alikuwa anagonga. Kwa sababu alikuwa anagonga kwa nguvu. Nikaanza kusikia, "Wenia. Wewe." Sasa Maria ananiambia, kumbuka hapo nimelala na Maria. Maria akaniambia, "Wenia, mbona hiyo sauti kama ya Jay?" Mimi nilipoisikiliza vizuri hiyo sauti inaogonga mlangoni, nikaona yes ni yeye Jay. Ila Jay mbona akaja kwa hasira sana leo. Basi mimi nikaenda nikafungua ule mlango. Nikatoka hivi nje sasa nikamkuta Jay amevimba kweli kweli kama mind ile mbaya, macho yamemtoka. Akaniambia, "Sikiliza wewe demu, mimi sitaki masiara, nataka pesa yangu. Nataka milioni 1 zangu." Lo, nikamwambia Jay, "Uona uchizi nini? Hizo milioni 1 wewe ulikuwa nazo sangapi? Mimi sijachukua pesa yako au hiyo milioni 1. Haya ulinipa mimi sangapi hiyo milioni 1? Wewe asikia wewe nikwambie wewe malaya. Umesikia malaya kujifunza? Jana mimi nakuita nilikuwa na milioni 1 mfukoni. Ulizani nimelewa? Umechukua pesa yangu yote na hujanipa chochote ukasepa. Sasa nisikilize. Mimi sikuwa nimelewa. Nataka pesa yangu." Sasa hapo nikaona huyu kama kweli hiyo pesa alikuwa nayo, basi watakuwa wamemwibia huko alipokuwa analewa. Maana mimi mpaka nakuja kumuibia alikuwa na 1,500,000 tu na nikachukua 50,000 nikamwachia. Na hapakuwa na hizo pesa milioni 1. Maana mimi nimemsearch na mbona sikuziona. Nikamwambia, "Sikiliza Jay. Tena unisikilize vizuri. Sihitaji maneno na wewe na sitaki kubishana na wewe. Naomba utoke. Toka bana. Asubuhi usije ukanitia nuksi bure." Sasa hapo kipindi namwambia Jay atoke, Jay akaniambia, wewe demu wewe,
Wewe unajua mimi? Sikiliza, usione na kuheshimu kanuni na mifala. Au kwa vile kila siku nakutii tu unanichukulia poa ama sio? Sikiliza mwanangu, nataka pesa zangu, mwizi mkubwa wewe. Nitakufanya fujo hapa ambao hujawahi kufanyiwa nakwambia. Nitakutoa hiyo mimba yako hiyo isiyokuwa na baba hiyo. Mshamba nini wewe? Wewe unadhani mimi nakuchekea? Unanichukulia tu pesa zangu. Wewe nataka pesa zangu zote balaa wewe. Nyie huyu mkaka nyie alikuwa ananitukana. Nikaona mshamba kweli, nataka kugeuka ile kuingia nani? Aisee, namuona Talk yule dokta yule kasimama kwa pembeni, alikuwa anaangalia tu hii situation nzima inayotokea. Nye. Yaani hapo mimi muda wote naanza kuwaza, Mungu wangu, kumbe Talk alikuwepo wakati mimi nabishana na Jay. Kwa hiyo Talk amesikiliza haya mazungumzo yetu mimi na Jay. Nye, moyo ulikuwa unaniuma. Yule Dr. Talk akasogea mpaka pale. Akamuuliza Jay. Akamwambia, bro, kwani imekuaje mpaka unamdai huyu mwanamke milioni 1? Dr. Talk aliuliza hilo swali kwa upole kabisa. Nyie, Jay saa ngapi asianza kusema, "Wewe asikia bro, huyu dem mimi ni malaya, huyu dem anajiuza. Yaani anadanga tu hapa mjini. Na mimi ni mmoja wa mteja wake mkubwa sana ninayemweka hapa mjini. Jana usiku tumekubaliana fresh aje nimle mzigo. Amekuja pale hata kumtia mimi sijamtia sababu nilikuwa nimelewa bro. Sio unaelewa Na nilikuwa na stress zangu. Ila nilikuwa na milioni 1 kwenye wallet yangu. Naamka asubuhi milioni 1 yangu sioni. Afu yeye yupo bro. Sasa hapo nani kanibia kama sio malayo? Namwambia hapa sasa hivi anipe pesa yangu, anakataa. Anasema hajachukua pesa. Wewe unamuelewa huyu bro? Unamuelewa huyu malaya tu mwanangu, mimi nataka pesa yangu nyie. Wangu. Nyie mjio nilijisikia vibaya. Kwa sababu Dr. Talk hajui kama mimi nadanga. Hajui. Na huyu dokta akaamua kujitoa kuilea hii mimba yeye kama baba. Leo hii anakuja kusikia kwamba mimi ni mdangaji. Kwanza hapo yule Dr. Talk aliniangalia sana. Mimi kwanza nilishusha macho yangu hivi chini kwa aibu. Maana niliona aibu hata kumtazama siwezi. Dr. Talk akasema, sikiliza bro. Weka namba zako humu katika simu na kisha mimi na wewe tutaweza kumalizana. Wewe bro, unamlipia huyu? Au nayo ni mteja wake nini kama mimi? Maana huyu ana wanaume wengi huyu mwanangu. Huyu mdangaji tu mjini hapa, usimuone huruma huyu bro, usimuone huruma huyu. Ni kweli kabisa, na mimi ni mteja wake kama ulivyokuwa wewe mteja. Na ndio maana nimefuata hapa huduma, nataka kanihudumie muda huu. Wewe mwanangu sikia, kuwa makini, huyu dem mjao huyo mwanangu. Yaani huyu mwanangu dem mjao, usiweke hela zako kwenye mifuko. Huyu dem mjao huyu, mwizi kinoma huyu. Atakuibia usiku yote na brother, mimi ndo nakwambia ukweli, kama vipi piga chini madem, mbona kwa kibao tu huyu. Huyu usimwamini, achana naye. Nye. Hapo nilibaki hata sielewi. Haya, naongea nini mimi kwa Talk nye? Basi kweli Talk pale akachukua namba za simu za Jay na kisha akamwahidi kumtumia hiyo pesa yake yote ambayo amedhulumiwa na mimi. Hapo sasa ndo huyu Jay, huyu James akaondoka. Tena hapo anaongea kwamba eti mimi nimemdhulumu pesa yake. Nye. Kumbe Jay naye ni waovyo yani loka niwashia moto. Sasa nikabaki hapo na Talk, huyu Dr. Talk. Najua nilipata aibu. Hata kumtazama nilikuwa nashindwa. Dr. Talk akaniambia, kachukua nguo zako za umuhimu. Nahitaji uende ukaishi kwangu kwanza kwa huu muda mpaka pale utakapoweza kujifungua. Hapo Dr. Talk aliponiambia hivyo nikataka kuongea. Hapo Dr. Talk alinionyesha sura hiyo kukasirika, tena akininyoshia na kidole kabisa ya kwamba nikae kimya na nifuate kile ambacho nilikuwa nimeambiwa. Basi mimi hapo nikaingia ndani, nikisha nikachukua tu nguo zangu za umuhimu. Hapo rafiki yangu Maria kakaa kimya, alikuwa ananiangalia tu. Na mimi nikamwambia Maria, bwana mimi Maria naondoka. Dr. Talk ameniambia nikakae naye kwanza kwa muda mchache mpaka nitakapojifungua, tutawasiliana. Maria akasema, hello. Huyo Talk hasikie mtu mpaka amemfumania. Atakuweza wewe? Mtu umemwibia mpaka Jay milioni 1, wewe ndo atakuweza? Huyo dokta kazi anayo. Yaani anataka kumfuga kunguru. Tangelini kunguru akafugika, mbona atapata shida? Hayo maneno yalikuwa ni ya shogangu Maria, mimi wala hata sikumjibu. Nikatoka pale na nguo zangu, nikapanda kwenye gari ya Dr. Talk na wala Dr. Talk hakuongea. Akaanza kudrive pale kimya nakwambia. Na mimi nikabaki kimya, hata kumuongelesha sikuweza. Maana sikuwa najua alikuwa anawaza nini kwenye akili yake kwa muda huo. Wallahi nilikuwa sijui.
Basi bwana akanipeleka mpaka kwake ni Gongo la Mboto. Ilikuwa ni sehemu nzuri tu na nyumba yake wala hata haikuwa kubwa wala haikuwa ndogo, yaani ilikuwa ni kawaida tu, simple tu. Sasa sikuelewa ni kwake ama kapanga, kwa muda sikuelewa kabisa. Basi tulivyoshuka akanikaribisha mpaka ndani kwake, nikakaribia na kisha akanielekeza pale chumba, akaniambia nenda kaoge na kisha nakuja kwa ajili ya mazungumzo. Nikasema okay basi sawa. Basi mimi kweli nikanyanyuka nikaingia ndani ya hiko chumba. Wow, ni sehemu nzuri, imetandikwa vizuri mno, alafu kusafi ile mbaya. Basi nikaingia pale kuoga. Nilipotoka kuoga nikavaa mwenye pale dela langu. Hapo nilikuwa naogopa, maana hajasema lolote kuhusu ile issue. Basi nilitoka pale nikakuta na yeye alikuwa ameshabadilisha nguo na alikuwa amekaa hivi sebleni, na nikaona kulikuwa kuna binti mdogo tu alikuwa anatenga chakula mezani. Basi Talika aliponiona akanisogelea, akanishika pale mkono, akanipeleka mpaka mezani, mimi nikakaa. Kisha akamwambia yule msichana kwamba Jackie, huyu ni wifi yako humu ndani kuanzia leo, na huyu wifi yako anaitwa Nia. Nia, huyu unayemwona hapa ni mdogo wangu, naishi naye hapa na ananisaidia kazi za ndani, anaitwa Jack. Sasa yule Jack yule akamwitika kaka, akiambia sawa kaka, nimekuelewa. Wifi, karibu sana nyumbani. Mbona sielewi mazingzong? Yaani hapa ndo nishatambulishwa kama wifi? Inakuaje? Huo wifi unaanzia lini? Nikamwambia asante Jack. Basi Dr. Talki akasema hapo, akamgeukia yule mdogo wake Jack, akamwambia Jack, si unaona hali wifi yako Ndio kaka. Basi unatakiwa ukae karibu naye sana ili kumsaidia shida zake ndogo ndogo, sawa? Sawa kaka, nimekuelewa. Basi yule dada akatutengea pale chakula kisha yakaondoka. Basi Dr. Talki akanisogezea pale chakula. Miki ukweli, kusema ule ukweli kutoka moyoni mwangu, sikuwa na hamu ya kula kabisa kile chakula. Nilikuwa nawaza hivi, ukaka ananiwazia nini? Mungu wangu. Baada ya ile issue ya mimi na James, mbona mkaka amekaa tu kimya? Sasa Talki akaanza kuniambia kwamba Nia, nakuomba ule chakula, alafu kuhusu hayo mambo mengine tutazungumza baadaye, ila cha muhimu ni mtoto azaliwe akiwa na afya iliyo njema. So nakuomba uwe na amani kabisa na nakuomba ule iko chakula. Nikamwambia lakini Talki, mimi nimeshiba. Hebu sikiliza, kula iko chakula. Wewe umeshiba lakini kula kwa ajili ya mtoto. Nikasema okay sawa. Nikavuta ile sahani, nilikula vijiko 5 tu. Sikutamani tena kuendelea kula hata. Na hata yeye mwenyewe Dr. Talk hakula sana na yeye. Akanawa na kisha akanishika mkono. Hapo aliponishika mkono mpaka kwenye chumba kingine ambacho bila ya shaka nilihisi kabisa tu ni chumba chake. Maana kwanza kilikuwa kina picha zake kubwa 2 ukutani. Basi nilipoingia mule ndani sasa, Talk akaniamuru nikae kitandani. Nikakaa kitandani. Hapo ye Talk akavuta kiti akakaa mbele yangu. Kisha Talk akaniuliza, hivi unamtaka huyu mtoto anayekuja? Nikamwambia ndio namtaka. Mbona haumlindi huyo mtoto mwenyewe? Mbona unafanya mambo kama vile unakuwa ni mtoto ni wakati wewe ni mtu mzima na unajitambua na una akili zako timamu? Nia, kama sasa tu mimba huipendi na hujali lolote kuhusu wewe mwanao aliyopo tumboni, je, huyo mtoto akizaliwa utampenda kweli? Huyo mtoto utaweza kweli kumlea? Utaweza kweli kumlea vizuri kama mama bora? Kama tu pesa ndio inakufanya mpaka ukafanywe hovyo huko nje, alafu hujali lolote kuhusu mtoto Nia. Kwa nini pesa za matumizi wewe sikupi? Si ninakupatia pesa za matumizi? Ama ni vipi? Sasa inakuaje? Na kunaongea na wewe? Wewe ulikataa mara ya kwanza wewe kwamba haufanyi mapenzi. Sasa leo kiko wapi? Hivi Nia, kwa nini lakini ninapokuambia kitu wewe hunisikilizi? Aisenye, nikaona leo hapa sasa kumekucha.
Yaani hapo hata la kusema mimi sina, nishabananishwa kwenye 18. Nikamwambia tu Talik, nakuomba unisamee. Hebu nisikilize Nia. Issue hapa sio mimi. Issue ni hiko kiumbe kilichopo tumboni mwako ulichokibeba. Mimi niliamua kukusaidia wewe nikihisi kweli ya kwamba humjui baba wa huyo mtoto, kwa sababu kazi zenu hizi za ubamedi mnazozifanya. Au nadhani mimi sijui kama ulikuwa bamedi katika klabu ya Sinza? Unadhani sijui? Najua kama ulikuwa ni bamedi. Sasa hizo kazi zenu nikakuonea huruma, uende usimjue baba wa huyo mtoto aliyopo tumboni. Kwa nilidhani kabisa ya kwamba nikikuhudumia na nikakutunza utatulia na utaacha mambo yote ya ufuska. Lakini kumbe bado unaendelea kufanya hayo mambo. Na nilishakuonya. Kwa uliniona mimi ni mjinga, sio manake? Au mtu kujitolea kulea hiyo mimba unamwona ni fala, si ndio? Ni mwanaume gani ambaye anaweza mtu mwingine mimba atie mtu mwingine? Kazi yako ya ubamedi, lakini mimi nimekuchukua na nikaamua kuhudumia huu ujauzito. Nani mwanaume mwingine anaweza? Hebu sasa nisikilize Nia, sawa? Basi fresh, wewe fanya unavyotaka wewe. Lakini mimi nahitaji kukaa mbali na maisha yako. Kwa sababu sielewi kinachokuchanganya ni nini, kwamba ni pesa ama ni tabia zako tu, kwamba wewe ushazoea kuwa hivyo. Mbona pesa mimi nakupa? Sasa wewe kinachokufanya unaenda tena kudanga kwa wanaume wengine ni nini hasa? Kinachokufanya unaenda kulala na wanaume wengine ni nini? Ni nini, hebu niambie. Na mbaya zaidi unaenda kulala na wanaume wengine hadi tayari una ujauzito. Kwa nini basi usisubiri ukashusha, ukajifungua salama, alafu hapo ukaendelea na mishe zako za kuendelea kudanga? Kwani mimi nimekuzuia kudanga? Ila nimekuomba jifungue kwanza huyu mtoto. Mbona nakuwa sikuelewi Nia? Sikuelewi. Wewe ni mwanamke wa aina gani wewe? Kinachoonekana ni kwamba hata thamani yako tu wewe mwenyewe huijui. Ndio kinachoonekana, thamani yako tu inaonekana huijui. Unaonekana hujitambui. Hujijui wewe ni nani katika jamii. Kwa unaenda kudinywa na hilo tumbo lako. Kweli Nia? Hata kama basi ndo unagenye hamu zimekushika namna hiyo. Wapo wanawake wangapi wanashikwa na hamu mahanjam, lakini wanajituliza. Kwa hiyo mahanjamu yako hayawezi kutulia mpaka ukadinywe, si ndio? Na unadinywa sio na mtu mmoja, unadinywa hovyo hovyo. Kwa hiyo mwili wako hauna thamani. Naongea na wewe msikilizaji. Yani hapo Talik alikuwa kasimama anaongea huku anafoka kweli kweli, lakini sio kwa ile sauti ya juu. Alikuwa anafoka kwa ile sauti ya chini chini. Nikamwambia, Talik, nakuomba unisamehe jamani, na nakuahidi Talik ya kwamba sitarudia tena. Sirudii mimi Talik, nakuomba. Hebu nisikilize Nia. Mimi nahisi wewe bila ya kutiwatiwa hovyo hujisikii. Ni unakuwa unawashwa sana, si ndio? Maana kama mimi pesa mimi nakupa, hebu niambie uona matumizi gani ya kutokukutosha wewe? Mbona najitahidi sana? Au unaniona mimi ni mpumbavu? Kwa unaenda kudanga na mimba? Serious. Danga basi ukiwa hauna mimba na ujauzito. Wewe akili yako iko wapi? Imekaa wapi akili yako? Kweli akili yako iko kichwani kama sisi ambao wengine akili zetu ziko kichwani? Huyu baba hii siku jamani alikasirika mno. Yaani unaona kabisa mwanaume alikuwa anaongea kwa hasira vibaya mno. Nikamwambia Talik, mimi nimekosea jamani. Talik, mimi sirudii. Yaani hapo msikilizaji hata sielewi ni nani alimwambia huyu baba ya kwamba mimi nilikuwa ni bamedi. Yaani kilinuka. Nikajua huyu tu kanileta kwake huku kuniwashia moto. Nikabaki hapo nalia tu msikilizaji. Machozi yalikuwa yananishuka. Talik akaniambia, sasa sikiliza. Wewe si unapenda mijegeje, si unapenda kudinywa sana, si ndio? Sasa leo mimi nakudinya mimi.
na kudinya usiku mzima, mpumbavu mpaka asubuhi. Mimi si nikajua masihara. Bwana akanisogelea, kanichania dela chwa, nikabaki nalia, maskini ya Mungu. Naye akavua nguo zake zote, akabaki na nguo ya ndani tu. Aisee, akatoa mpaka na boxa yake yenyewe. Nikabaki namuona sasa kama vile alivyozaliwa, na mimi hapo nilibaki na nguo ya ndani tu. Nikajua kumbe anataka kunibaka serious. Ila nikaona kaniacha. Akakaa pembeni yangu, akawa anatetemeka. Yaani unajua ile mtu anakuwa na hasira mpaka anatetemeka kwa hasira. Akachukua taulo pale, akajifunga, akaingia bafuni. Nikabaki pale hata siamini hasira za huyu baba. Mungu wangu. Hasira mpaka unanichania na nguo kutaka kunibaka. Hii si hatari hii. Nyie basi huko bafuni akakaa sana Tariq, yani sana. Sasa mimi mpaka nikawa nahofia kwamba huyu anafanya nini huko bafuni? Au ndo anajipigania anajimalizia huko haja zake bafuni? Mbona akachukua muda mrefu? Sasa mara baada ya hapo nikasikia anajimwagia maji, kisha akatoka. Alipotoka akanisogelea. Aliponisogelea akaniambia, samahani sana Nia, nilikuwa nina hasira tu, na wala usinifikirie vibaya. Nyie mkaka jamani ana moyo. Mkaka na moyo wake jamani. Yaani mimi ndo nimemkosea na bado yeye ndiye alikuwa ananiomba samahani. Nyie wanaume kama hao utapata wapi? Eti ndugu zangu, kuna mwanaume wa design hiyo? Yaani mimi ndo nimekosea, mimi mwanamke, alafu yeye mwanaume ananiomba mie msamaha. Lakini mimi nilimuelewa, maskini ya Mungu, nikamsogelea. Nikampigia mpaka na magoti. Nikamwambia nakuomba unisamehe mimi Tariq. Na kuahidi sitarudia tena hiki ambacho nimekifanya. Nye huyu mkaka nye akaniambia, sikiliza, kwa nini unafanya hivyo? Yaani yeye ndo ananiambia mimi, kwa nini unafanya hivyo? Kwa nini bado unajiuza? Aliyekuwa mimi najitahidi sana kukuhudumia. Hebu naomba uniambie ukweli. Nikamwambia, Tariq, sina cha kusema, ni tamaa tu za pesa. Na nakuahidi sitarudia tena babangu, na kuomba unisamehe Tariq, nakuahidi sitarudia. Hapo basi Tariq akaniinua, akaanza kuongea na mimi juu ya madhara ambayo hiki kitendo ninachokifanya. Akaniambia, kama shida ni pesa Nia, kama shida ni pesa, ukiwa na shida sana, hebu niambie mimi. Ila kwa sasa nataka ukae hapa nyumbani kwangu na tufanye maisha hapa nyumbani kwangu. Sio siri Nia, nakupenda sana. Nakupenda mno Nia, na nakuhitaji sana. Yaani sana tu Nia, sana tu kipenzi. Tangu mimi siku ya kwanza nimekuona pale hospitalini, nilitokea kukupenda sana. Japo ulikuwa ni mjamzito, ila hisia zangu hazikuacha kukupenda wewe. Tafadhali Nia, naomba utulie na mimi. Na kuomba uridhike na nitakachoweza kukupa. Nakuhitaji sana. Mimi sikutaka hata kujizungusha na humtumbo, wala hata sikutaka kumsubilisha. Nikamkumbatia pale Tariq, nikawa nalia. Tariq akanituliza, akaniambia, sikiliza, nakuomba utulie hapa. Nataka ukishajifungua nitakutafutia kitu cha kufanya. Sitaki urudie tena yale maisha yako ya nyuma. Mambo ya kujiuza kwa wanaume na kufanya kazi kwenye mabaa, mimi sihitaji kabisa. Sihitaji kabisa kipenzi, nakuomba unielewe. Nikamwambia, okay sawa, mimi nimeacha kabisa mbona. Basi hii siku Tariq aliniuliza mambo mengi sana kuhusu mimi na familia yangu kiujumla, na mimi nikamweleza ukweli kwamba mimi nipo na mama tu. Mama ambaye yuko mkoani huko Kilimanjaro, na ndiye mimi ambaye namhudumia. Yaani mimi ndo kila kitu kwa mama. Maana mamangu mimi anaumwa sana. Kwa nikamweleza kila kitu Tariq. Tariq akaniambia hakuna shida na kila kitu nitakiweka sawa kuhusu mama. Mimi sasa ndo nitamhudumia mama yako. Wewe nataka utulie tu hapa kwangu. Nataka tu utulie mpaka pale utakapoweza kujifungua. Nyie huyu kaka nyana moyo wa dhahabu jamani. Mimi nilibaki tu kumwangalia kwanza, hata nilikuwa siamini haya maneno ananitamkia. Na mkumbuke hapo huyu mkaka hajawahi kunidinya hata siku moja. Lakini ananitendea wema hatari. Haya sasa kutana na wakaka wa daa. Ukila 15,000 yake tu ndugu yangu anataka ulipe. Akikununulia kisimia cha 13,000, 20,000 anataka siku hiyo mkadinyane. Inahusu. Basi nikajikuta tu nimemsogelea kwa mahaba nyie.
Nikamshika vizuri huyu Dr. Talik. Kwanza nikambusu. Akaniangalia, akaniambia kwa nini umenibusu tu? Naomba unibusu zaidi. Na vile ndo tushaonana vikojoleo. Ya nini nimesiki kumnyima ya vipi? Nimnyima hiyo inahusu. Nikamsogelea pale nikampa ile busu haswa, na yeye akanipokea vizuri mno. Nyi mkaka anajua kubusu nye. Upate raha ya mtu anayejua kubusu jamani, raha. Umpate mtu jamani anayejua kunyonya vizuri, mnanyonyana kwa raha tena kwa muda mpaka unaenjoy. Unajua nikwambia kitu kimoja, mkipigana ile yenyewe ile kisi inaleta mahanjam, inaleta hamu. Mara baada hapo tukawa tunaangaliana. Talik akanidaka tena mdomo, tukaanza tena kukisi. Yaani ilikuwa ni full shida. Talik akanitoa taulo nilikuwa nimelivaa, nikabaki kama mwalala, kama nilivyozaliwa. Talik akaanza kunani huku juu, akaanza kupitisha ulimi wake huku juu, nakwambia sasa nilijisikia raha. Alikuwa anabinya vizuri, basi raha sikwambia mtu. Na vile sasa mimi ndo nani yangu yamekuwa makubwa, basi alikuwa anabinya hivi, basi ni yalikuwa imejaa kweli kweli. Yaani mimba yangu ile nifanye niwe na nani, yalikuwa ni makubwa. Wakati mimi nilikuwaga na vinani vidogo saa 6. Ila ukakanya alijua. Yeye si dokta. Kwa anaelewa hisia za mwanamke zinakaa wapi. Anajua ayabinye vipi, anayajua yashike vipi, ayatomase vipi. Jamani, mpaka nilijihisi nataka kushughulikiwa. Ananipapasa huku juu, ananipiga mabusu, ananinyonya kile. Basi mpaka huku kasa kwa kumeloa. Nikamwambia please baba, nakuhitaji. Yaani ushawahi kumwandaa mwanamke mpaka mwanamke ndo anaililia, anaiomba? Wanaume mpo? Ushawahi kumwandaa mwanamke yaani mpaka mwanamke yeye mwenyewe ndo anaichukua, anaipeleka, yaani anaona kama vile unamchelewesha? Ndio mimi kilichonitokea. Niko tapa sijiwezi. Udwelele wote nje, yaani ukifanya hivi mafuta tu. Mpaka nikahisi kwamba nataka kushughulikiwa sasa. Nikamwambia nahitaji na kuomba. Lakini huwezi kuamini, Dr. Talik alinikatalia. Akaniambia kwa leo hapana, mpaka pale tutakapopima afya zetu kwanza. Nyie madokta kumbe ndo wako hivi. Haya mambo ya afya na usunini. Mimi usunitie tu niweke kwanza kitu sikishaloa, kitu kishakuwa kiko lele. Ikiingia na teleza tu piu. Sasa mambo ya kupima ya nini sasa? Nyie mkaka kashanitia mahanjam, afa naongea hivyo nikienda kudanga atanilaumu, au nikienda kudinywa huko nje atanilaumu, wakati shida ni yeye. Nikamwambia sikiliza, mimi nakuhitaji, hebu usiniletee, usinifanyie mambo hayo. Mimi nakuhitaji ujue. Hapo Dr. Talik akaniangalia tu. Akainuka, akafungua draw, akatoa pale kinga, akavaa, ndo akaja pale kitandani sasa. Nikajua huyu kumbe mimi aniamini kwa sababu anajua mimi nilikuwa na danga huko. Mimi sikutaka hata maswali, akanipandia kwa juu, akaanza kunipa pale uroda. Nyie udokta yuko vizuri nye. Yaani nilikuwa najisikia raha mpaka nikawa nachanganyikiwa. Utamu juu utamu mpaka nikawa napiga kelele. Nyie mapenzi matamu nye. Eti hapo unamkuta mtu huko anakuambia mimi sipendi kudinyana, sijui sio vitu vyangu. Sio vitu vyako? Hujadinywa wewe, nakwambia. Ukidinywa vizuri kila muda unaiomba. Kila muda ukiona hivi mate anakutoka unaitamani. Mimi mapenzi sio vitu vyangu, sipendi kudinyana, sijui nini. Fioko. Tulia, umkute mwanaume akudinya vizuri, uingie kwenye 18 zake. Kila muda anakuambia utakuwa unaitaka. Utakuwa unalia kama mtoto unaiomba. Basi ukaka nyali nisugua mno. Nye nikaona huyu nye. Huyu mimi anijui. Nikamweka chini, mimi ndo nikampandia kwa juu. Oya, nikaona Talik anaweseka. Talik anaweseka kwa utamu jamani. Akanilaza. Akatoa ile kinga. Yeye mwenyewe alitoa kinga. Sijui alikuwa anaona utamu wa uingi vizuri, akaingiza bila kavu. Kitu cha moto. Nye, naogopa nye. Ndio nilikuwa ni feel utamu, lakini sasa nikawa naogopa mimi nimedanga na wengi, nisije nikampa maradhi kaka wa watu. Imekuaje kaingiza hivi bila nani? Anakwambia kaingiza nyama kwa nyama, gusanisha, hasi na chanya. Ni nyama kwa nyama, tukaanza nye. Hapo sasa ndio kawa mtiano serious. Nye kaka nye kazi nye anaiweza. Show anaiweza. Nye mimi nawaambia ni mapenzi raha nye. Mapenzi kuenjoy.
Na kushangaa wewe unaikibania wiki nzima eti mwenzio umpi, eti mpaka utakapojisikia. Mpaka nikijisikia, sasa hii sijisikii vizuri. Wewe mpe mwenzio, mpe. Uliumbiwa cha nini? Mpe. Wewe nilienjoy hii siku. Hakuna cha kujisikia sijui mpaka nimpe. Nilimpa. Tena nilimpa yote ukaka. Hatulidinyana nyie. Hey, tumekuja kuachana tuko hoi. Kila mtu kalalia upande wake. Kesho yake hata kazini hakwenda, ndo uamini kwamba kilichofanyika kilikuwa si kitu kidogo. Hakwenda kazini Dr. Tariq. Tulilala sana. Yaani saa 4 ndo tulikuja kuamka tukaenda kuoga kwa pamoja. Hapo Tariq akanisifia sana. Ya kwamba eti kwamba mimi najua kutiana mno, eti mimi mtamu. So eti ananipenda sana na ana mipango ya kunioa kabisa. Basi mara baada ya kuoga tukavaa, tukaenda sasa kwa ajili ya kupata kula. Baada ya hapo huyu baba akanipima ukimwi. Bila mimi tayari nilikuwa nishajijua, ninajua kwa wala hata sijaathirika, maana nilipima wakati nilipokuwa clinic. Basi akajiridhisha pale mwenyewe, akafurahi na kwambia, akaniambia eti ni Msukuma na kwao ni Mwanza. Hivyo basi anamwambia eti mama yake kwamba kuna mwanamke kashampa mimba na nikijifungua tu atanipeleka huko kwao na kisha ananioa. Niliona mbaba kama kaletwa na Mungu kwa ajili yangu tu. Duniani hii umpate mwanaume kama huyu, never. Yaani nikasema Mungu, huyu malaika gani umenishushia? Kama wanaume wote ni mbwa, basi huyu kwangu sio mbwa. Yaani nilijikuta na mimi nampenda sana Dr. Tariq. Na kama utani nikaanza kuishi naye sasa. Mwenzangu nilikuwa napendwa mno kusema ule ukweli. Yaani ananijali kwa kila kitu, kuhusu kuvaa, kuhusu kula, kuhusu mahitaji ya msingi, yote nilikuwa napewa, na mpaka pesa mamangu alikuwa anatumiwa. Ndugu yangu mimi nani nisitulie kuacha upumbavu? Nikatulia, nikaacha upumbavu. Nilitulia. Nikaacha upumbavu wangu wote. Na line kwanza ile ya udangaji yote niliivunja kwanza. Kwa sikuwa tena mawasiliano na mabwana wangu wote wa nyuma, sikuwa nataka. Sijui mnanielewa? Yaani nilikuwa naongea na Maria tu. Tena wakati wa mchana ambao Dr. Tariq hayupo nyumbani. Nilikuwa naona kuna jinsi Dr. Tariq alikuwa hapendi hata niwasiliane na Maria. Japo hakuwa ananiambia, ila kuna ile namna kama nilikuwa naona hapendi mimi niendelee kuwasiliana na Maria. Ila nilikuwa naona tu. Sasa sijui alikuwa ananifikiria kwamba labda mimi nitarudi tena kwenye maisha yangu ya zamani ya udangaji. Sielewi. Mimi tu nikamjulisha mama ya kwamba bana mama mimi ni mjamzito, na uzuri Tariq ndo aliongea na mama na akampanga kabisa ya kwamba nikijifungua tu hatochelewa atenda nyumbani kwa ajili ya kujitambulisha. Mama hakuwa na shida na vile huduma alikuwa anatumiwa, mama akatulia. Sio, unajua tuna wazazi wetu hawa. Mimi ndo siwaambii jamani, nilinenepa vibaya mno. Kwanza nilipendeza, nikawaka hatari. Kufanya ovyo ovyo inapo pia kuna kondesha. Ila mdada wa watu nilikuwa niko poa kabisa na nilikuwa naendelea vizuri mno mpaka raha. Aisee, maisha ya cheni. Kumbe jamani, ukiwekwa ndani jamani kuna raha zake. Sina stress, sina mawazo. Tofauti na mwanzoni pale nilikuwa nawaza leo nidange na nani jamani nipate hela. Hapo Dr. Tariq kwanza alishamwambia mama yake ya kwamba ana mwanamke kamtia mimba huko da. Na mama yake wala hata kuwa na shida tena kwanza ndo alionyesha kunipenda sana. Kwa nikawa naongea sana na mama yake na Tariq. Mkumbuke hapo hii mimba sio ya Dr. Tariq jamani. Mpaka dada zake wote Dr. Tariq nilikuwa naongea nao. Yaani hapo mawifi zangu. Ila ndugu zake wote Dr. Tariq walikuwa wako Mwanza. Kwa hapa Dar es Salaam alikuwa yeye mwenyewe Tariq. Yaani Tariq alijimilikisha hii mimba mazima, eti kwamba mimba ni ya kwake. Basi nikajituliza. Mwanaume anataka nikirudi anikute niko home. Akifika anataka labda show tudinyane, mimi nampa. Na alikuwa ananiambia ananitengenezea njia nitakapoenda kujifungua njiwa tena jamani. Njia iwe nzuri, mtoto asikwame. Eti kisa ni daktari ndo ananishauri hivyo. Nilijua tu ananidanganya, nataka tu kundinya. Basi mimi nikabaki kucheka tu. Sasa nimnyimea nini? Nampa. Yaani kwa nini mnyime? Mungu katuleta duniani tuzaliane. Na Mungu alitugia hivi akiwa na makusudi yake kabisa, tuvitumie. Acha tu nimpe. Afu nice ndo ananipenda mtu wangu. Sasa kwa nini mnyime? Na uzuri ni kwamba Dr. Tariq anafanya mapenzi kwa heshima. Yaani hana mikiki, taratibu alafu anayajulia. Hakuna kitu raha ile unadinywa ile taratibu alafu una feel inavyoingia ni ile mdogo. Yaani mdogo. Yaani kama ataka pale kinapowasha pale ndo anakukoleza kidogo afu kwa kukuzingatia.
Yaani ananipa vitu taratibu, sio siri. Nilijikuta nimempenda nye Dr. Talk mno. Moyo wangu nye ukamjaza huyu mkaka nye. Moyo wangu ukamjaza huyu mwanaume, na kama masihara mimba yangu ikafikisha miezi 9. Hapo ye mwenyewe Talk ananipima pima kwa kila kitu yani. Dokta sinaye bwana, na natamba naye na tarehe zangu za makadirio zikafika. Mfanyakazi wangu ambaye anaitwa Jacqueline, Jackie nimeweza kumuita Jack, akawa makini sana kunitazama. Kama siku Talk akiwa yupo yeye kana nitazama, na yeye mwenyewe Dr. Talk akiwepo ndo anakuwa ananiangalia tu nyumbani. I say kwanza nikapitiliza mpaka nikafika miezi 10. Mnaweza kuamini sikujifungua? Sio masiara, naambieni ukweli. Dr. Talk akaniambia huyu sasa atakuwa ni mtoto wa kiume bila shaka. Nikasema ila mimi nataka wa kike. Akaniambia aje tu wa kiume bwana, mimi nataka msela bwana. Mimi nikawa nacheka tu. Yaani Talk alikuwa ananifurahia, alikuwa anaifurahia mimba kama ya kwake. Mtazani jamani, mpaka kuna muda mwingine unasema mimi kwa nini nilitungwa mimba na lijitu lingine? Mungu, kwa nini usingemleta huyu mapema ndo angekuwa tu baba halali wa huyu mtoto? Eti kuna wanaume wanakea mpaka wanasema kwamba huyu alikuwa wapi? Nikaona huyu baba siku nikija kumbebea mimba yake huyu, kama hii tu anaijali hivi sio ya kwake, siku nikija kumbebea kwake itakuwaje? Bana, siku ikatimia. Siku hiyo asubuhi tu uchungu ulianza kuniuma. Niliamka vibaya. Talk aliniangalia, akaniambia wewe leo unajifungua. Hata kazini mimi leo usiende, nataka nikuzingatie wewe. Na kweli mpaka mchana akanipeleka kwenye hospitali nyingine, sio ile hospitali ambayo yeye anafanyia kazi. Nilipofika tu kwenye hospitali nyingine nikapelekwa leba moja kwa moja, maana uchungu ulikuwa umeshachanganya. Yaani nyie, huyu mtoto nilimzaa kwa uchungu mkali, sitaki hata kuelezea. Nyie, aliniuma sana huyu mtoto. Huyu ndo mtoto mwenyewe ndo wa kwanza. Kwanza alikuwa ni mrefu, afu kanichana mpaka huko nani kwenyewe, sijui ndio aliniongezea njia. Acheni tu. Ni kweli alikuwa wa kiume. Ila nyoa watoto si wanawazaliwaga weupe. Mimi huyu nilimzaa mweusi ti. Oya, nilipomwangalia hivi, mnajua lisula la yule Mkenya yule Alex. Yaani ndo kaja paka libandika kwa mwanangu. Bwi. Nyinyi watu wana damu kali. Wa Kenya shikamoni. Kitu copyright. Sio kwamba mwanangu alikuwa ni mbaya. Ila angekuwa wa kike tungesema sura ya baba ndo hii. Kwa sababu alikuwa ni wa kiume Kenyeka alikuwa cheusi. Nikabaki pale namwangalia kimezaliwa kijeuri, kwa hata kulia hakitaki. Yaani kipo kimya tu. Panesi pale wakaanza kuhangaika naye sasa ili alie. Alicheza vibao, mbona yeye mwenyewe alilia? Nilimshukuru Mungu tu, nimejipatia baba sasa, nimejipatia dume la mbegu. Hili ndo dume la mbegu sasa. Kitoto cheusi kweli. Alafu uzuri siku hizi watoto 2000 wanapenda wanaume weusi. Nikasema sio kesi. Sasa mimi mwenyewe nilipomwangalia tu kwanza mwanangu nilicheka jamani. Nyi yule baba Mkenya yule. Kaniachia mbegu ya Kikenya jamani. Mungu wangu Basi kwanza mtoto mwenyewe akawekwa pembeni. Ikabidi kwanza nishonwe, maana huyu mtoto bwana alijua hivyo, waliniongezea njia. Nyie acheni, nilihudumiwa pale vizuri kabisa mpaka jioni. Sasa ndo nikawa sawa, na hapo sasa ndo Dr. Talk akaruhusiwa kuja kuweza kuniona. Na ukweli ni kwamba Dr. Talk alinipatia hongera. Nikamwambia Dr. asante. Sasa sijui nimuite Dr, sijui nimuite mume, sijui nimuite baby, sijui nimuite mchumba, hata sielewi. Lakini Dr. Talk akaniambia hongera sana kwa kuwa mama sasa. Nadhani utachange lifestyle ya maisha yako. Nikamwambia naelewa kipenzi, na niko tayari kuwa mpya. Niko tayari kuwa mama sasa na kuacha ujinga wangu wote. Na okay, sawa. Nyie Dr. Talk kwanza akanikumbatia pale, akanipiga busu. Hapo alikuwa amemshika mtoto, akawa anamtazama sana. Akaniuliza, baba mzazi wa huyu mtoto sio Mtanzania, si ndio? Nikamwambia ndio, ni Mkenya babake. Na okay, sawa, hakuna shida. Basi nyie Dr. Talk alilala na mimi pale hospitalini, na asubuhi mimi nikaruhusiwa kutoka. Lakini bado sikuwa sawa sana. Basi tulipofika nyumbani, Talk akawa ameomba likizo ya wiki 2 kazini kwake, ili aweze kukaa na mimi aniangalie mpaka nitakapokuwa sawa. Basi kweli nyuyu baba alikuwa na mimi wiki 2, na kuambia ananisaidia kwa kila kitu, na vile daktari ndio yeye mwenyewe, basi ananikagua, ananitoa nyuzi na kila kitu anamaliza yeye mwenyewe. Na mtoto akampa jina la Kian. Kwa hiyo mwanangu akawa anaitwa Kian Talk. Yaani nikampa na mtoto jina la huyu baba. Yaani sitaki masiala. Kama mtu ndo amejitokeza anasema hii mimba anailea ya kwake, ya nini mimi nikaanza kumpa jina la Kikenya? Inahusu wa Kenya, mtanisamee tu. Nikama kumpa jina la Talk. Basi Talk akawa anampenda sana mwanangu kama mwanae. Japo mwanangu alikuwa ni msumbufu,
Kwanza hataki kulala kitandani mwenyewe, anapenda kulala mikononi akibembelezwa, ukimlaza tu anaamka. Fujo mtindo mmoja. Yaani ndio yuko hivyo. Ila Dr. Tariq akawa anampenda sana mwanangu. Yaani alikuwa anampenda kama mwanae nakwambia. Basi nikawa nina amani kama zote. Na baada ya wiki 2 akawa anaendelea Dr. Tariq kwenda kazini kwake, mimi nikabaki na dada wa kazi. Dada wa kazi ndo alikuwa ananisaidia kumlea huyu mtoto. Basi hapo sasa ndo nikampigia simu shoga yangu Maria, nikamwelezea kwamba mimi nishajifungua. Haya, yani umejifungua umekaa wiki 2 ndo unaniambia. Unaniona mimi sina thamani siku hizi. Haya bwana, unajua na maisha umeyapatia Wanaume wanabadilikaga hao. Maana naona kabisa mwanaume kakubadilisha akili, unanisahau. Nikamwambia Maria, haiko hivyo. Haiko hivyo shoga yangu, nilikuwa naumwa. Wakati wa kujifungua nilipata shida kidogo. Okay, sawa basi sawa. Naomba basi nije nikuone. Maria aliponiambia naomba kuja kuniona, mimi nikafanya nikamruhusu, si shoga yangu. Mashogawa. Basi akaja pale akaniangalia sasa. Basi mimi wala hata sikumwambia Tariq ya kwamba Maria alikuja hapa nyumbani. Maana Dr. Tariq alikuwa anaonesha hampendi kabisa Maria. Na Dr. Tariq alikuwa anaamini Maria mimi ndo atanipoteza. Hakuwa nataka niendeleze urafiki na Maria. Kwa ndo maana hata mimi sikumwambia kwamba hapa leo nyumbani kaja Maria. Nilikuwa namkwepa sana shoga yangu, kidogo nilikuwa namkwepa. Sikutaka sana mazoea naye kama mwanzo. Maana Maria bado ni mdangaji. Mwisho wa siku anaweza kanishawishi. Ukaambia kuna kimeo huku cha 500,000 milioni, ndugu yangu, roho inaweza kanitoka. Nikaona haka ngoja nipunguze ushoga na Maria. So unajua mwanaume huyu Tariq, huyu mwanaume ndio ananiweka mjini. Kwa sasa ananipenda sana. Ikawa inanibidi mimi nimsikilize kwa kila kitu. Basi hiyo siku bwana ndo Maria akaja. Akamwona mtoto, aliniletea na sabuni, akanipa na akaniambia hongera kwa kutuletea cheusi mangara. Nikabaki nacheka tu. Akaniambia babake mweusi hivi Nikamwambia sasa je, kama unavyomwona mwanae naye ndio hivyo hivyo. Ila sio mbaya, ni mweusi tu. Nikasema huyu kafanana babake kila kitu. Ila kwa sasa hivi babake ni Tariq. Na wala sio huyo Mkenya wa kuitwa Alex. Umepata bahati, yani mwanaume kalea mimba ambayo sio yake na analea na mtoto. Nikasema ananipenda sana Tariq, tena sana tu. Haya bwana, mwenzetu maisha ushayapatia dada. Unanukia tu muda wote kama unyonyeshi. Maria aliposema mimi nikacheka. Akaniambia haya bwana, watu na mabwana zenu mjini, si tuacheni tu tuendelee kudanga. Nikamwambia wala hautodanga maisha yote. Na wewe utapata mwanaume utatulia. Labda ndio naomba iwe hivyo na awe na kazi ya maana kama huyu Tariq huyu mwanaume wa maana kweli yani. Hapo mimi nikacheka tu kusema ile kweli. Maana mambo yake Maria bana. Basi akawa ananipigisha pale story huku akawa amemshika mwanangu. Mpaka jioni kabla Tariq hajarudi, Maria akaaga kwamba anaondoka zake. Na kweli Maria akaondoka zake. Basi shoga yenu mie ndio hivyo nikawa nalea sasa. Yaani Tariq hakuwa na shida yoyote ile na mimi. Na akawa anampenda sana mtoto, yani anamtimizia mahitaji yake yote. Mpaka mwanangu akafikisha miezi 4. Hapo akawa anakaa kabisa na kelele za kitoto kama zote. Basi hiyo siku Tariq akaniambia baby, kesho mama na dada wanakuja kumwona mtoto, ila naogopa. Si unajua Kiani hafanani na mimi? Alafu mamangu ana mdomo sana. So please akija hapa uwe kazia mtoto ni wa kwangu. Hayo mambo mengine nitakazia mimi mwenyewe. Ila sasa Kiani ikaanza kutembea tu. Na mimi nataka mtoto wangu. Nikaona hapa kazi nayo. Nikamwambia wala tusijali kipenzi, nitakuzalia kwa na amani kabisa. Kusema kweli hata mimi hapo niliogopa. Kweli Tariq ni mweusi ila hana weusi wa mwanangu. Mwanangu kazidi. Nyie Kiani mweusi nyie. Sijui hata niwaelezaje muweze kunielewa. Mwanangu mweusi jamani. Acheni. Alafu sasa mimi mwenyewe ni mweupe pe. Yaani hata kuongopa sijui. Haya, wazazi wake ndo mamake anakuja na dada zake wanakuja. Mimi nitaongea nini? Mtoto hajafanana na Tariq hata kidogo. Nikaona okay, acha tu yawe, atakavyokuwa ndo hivyo hivyo. Utakaponipokea ndo hivyo hivyo. Na kweli kesho yake mida ya mchana Tariq akaenda kumfuata mama yake na huyo dada yake huko stendi. Basi mimi pale nikaandaa chakula kwa ajili ya mkwe pamoja na wifi. Mpaka saa 10 za jioni wakaingia sasa. I say, kumbe Tariq amefanana sana na mama yake. Nilimpokea mama vizuri mno, tena kwa furaha. Hata huyu mama alinifurahia. Nikawapeleka mpaka chumbani, nikamchemshia pale maji huyu mama, nikamwacha pale akaoge kwanza, na alipotoka mama akaingia kuoga wifi. Basi nikampa mama pale kitenge kipya kabisa. Si ndio nilikuwa namkaribisha mama mkwe. Basi mama mkwe alifurahia na kwambia. Wifi naye alipomaliza kuoga nikawakaribisha pale mezani, tukapata chakula. Wakakaribia tukawa tunakula pale. Niliona kweli huyu mama anaongea jamani.
Kwanza ananisifia tu muda wote, sijui nimemkaribisha vizuri, mara sijui ananipenda sana, mara sijui mimi ni mweupe, yani mara sijui mwanae kajua kuchagua. Yani alikuwa anaongea huyu mama nyie. Mara akaniuliza, mtoto yuko wapi? Maana hapa alikuwa ananiuliza hili, mara ananiuliza hili. Yani maneno yalikuwa ni mengi mpaka nikawa nacheka. Na hapa hajamwona mwanangu Cheusi boy, a boy from Kenya, alikuwa amelala. Na mwanangu akilala, yani unamsahau kabisa, unamsahau mpaka una miss, nakwambia. Unatamani hata kumwamsha mcheze pamoja. Ila akiamka, utatamani kumtupa, anakuwa ni msumbufu balaa. Basi baada ya chakula mama mkwe akataka kumwona mjukuu wake. Mtoto yuko wapi? Mjukuu wangu, nimuone mjukuu wangu. Patamu hapo. Sasa Talki akasema, mama, mtoto amelala, lakini akiamka tu utaweza kumwona. Hapana bwana. Yaani kwa nini nisubiri mpaka amke? Mimi nina hamu naye sana huyo mtoto. Huyo mimi ndo mjukuu wangu wa kwanza. Ndo mjukuu wangu wa kwanza kwako. Nataka kumwona, sitakubali mimi kulala nisimuone mjukuu wangu. Hapo msikilizaji, mimi nilikuwa naogopa, maana naona kabisa huyu mama alikuwa ni mwongeaji. Basi Dr. Talki akaniambia kamlete mtoto. Mimi nikaenda pale chumbani, nikamkuta mwanangu alikuwa ameshaamka, ila alikuwa ameweka tu pose pale kitandani, kametulia kenyewe. Mpaka nikamshangaa, baki nikaanza leo imekuaje? Yaani kaamka hata hajalia, eti katulia tu. Haya bwana, basi mimi nikamnyanyua pale, nikatoka naye mpaka sebuleni. Nikampelekea sasa huyo mama mkwe. Bwana, mjukuu wako huyu hapa. Yule mama alimpokea vizuri tu mjukuu wake. Vizuri tu akampokea. Aisee, nikamwona yule mama anamwangalia sana mwanangu. Tena anamwangalia kwa udadisi. Sasa hapa mimi na Talki tukaa tunaangaliana tu. Kisha yule mama wala hata kukaa sana na mwanangu, akampa dada yake na Talki. Yaani yule dada ndo hata akutaka kufanya unafiki. Hakukaa na mwanangu hata dakika moja, akanirudishia. Tena hapo alikuwa amenirudishia mtoto wangu huku kabinua mdomo. Kisha yule mama akaniangalia kwa jicho kali mno. Akasema, "Hebu wewe mwanamke, tupishe hapa, nataka niongee na mwanangu." Mimi wala hata sikutia neno. Nikajua kishanuka. Nikambeba Cheusi boy wangu, nikanyanyuka nikaingia naye chumbani. Nikawaacha sasa pale sebuleni. Aise, kuliwaka na kuambia, yani wala hapakuwa na maongezi ya siri. Nilikuwa namsikia yule mama jinsi anavyofoka, jinsi anavyosema eti kwamba ni nini sasa kile? Ni nini kile kwenye ukoo wetu? Sisi hatuna mtu mweusi vile. Yule mtoto umebambikiziwa yule. Alafu unajikesha tu hapa na makinani yako hapa. Hivyo una akili kweli wewe? Nyie mama nyie, ana maneno mazito hapa tunashindwa kuyatamka. Ana maneno mazito nawaambia. Alijua kumsema Talki. Lakini huwezi kuamini, sikumsikia Talki kwa kujibu kitu chochote kile. Yule mama akasema, siwezi kuvumilia ule upumbavu. Hivyo si ni dokta wewe? Unabambikiwaje mtoto vile alafu unakubali? Mtoto yule hufanani naye kitu chochote kile. Basi hata angefanana na yule mwanamke wako pia. Hakuna. Alafu anakubebesha ile toto, unakubali tu. Hivyo wewe una akili kweli wewe Talki? Na kuuliza Talki, wewe una akili? Kumbe mimi nilisomesha mjinga, si ndio? Kusoma ujui, kwa hata wewe picha huoni kwamba ile soda mwenyewe tu Talki, huoni kabisa kwamba ile damu sio ya kwetu. Sijui unanielewa nachokiongea? Hapo msikilizaji, kusema ule kweli, mimi sikuwa nasikia sauti ya Talki kabisa. Labda huenda alikuwa anajibu kwa chini chini sana. Ila huyu mama nilikuwa namsikia vyema. Huyu mama alijua ni kumchamba Talki jamani. Alikuwa anaongea mpaka nilijisikia vibaya. Maana alikuwa anamsema Talki mpaka na mwanangu pia akawa anamsema. Eti toto libaya kama sijui nini. Mama mkwe. Kiukweli kama mzazi niliumia kuona mwanangu anasimangwa. Kilinuka pale mpaka saa 8 usiku. Talki ndo akarudi ndani. Yuko hoi maskini ya Mungu. Nikimtazama hivi Talki macho yake kwanza ni mekundu mno. Nikajua tu Talki alikuwa analia. Kwanza pale mimi nilijisikia vibaya sana. Nikamweka yule mtoto kiani pembeni, maana alikuwa ameshalala. Nikamwambia Talki, samahani sana. Samahani ya nini mpenzi? Kwani wewe mimi umenibambikia mtoto? Nikamwambia hapana, ila sasa siri yetu tunaijua mimi na wewe.
kama tunajua mimi na wewe, achana na wazazi. Watakaa hapa kwa muda na kisha wataondoka. Mimi na wewe ndio tutaendelea kubaki hapa. Na tutaendelea na maisha yetu mimi na wewe. Mjui niliwaza aliponiambia kwamba watakaa hapa kwa muda kidogo, yani kama mwezi. Mimi nitaweza kweli kukaa na huyu mama? Si huyu mama mimi ataniua. Nikamwambia lakini Talak, mimi naogopa sana. Namuogopa mno mama yako. Nitaishi naye vipi huo mwezi? Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja. Mamangu mimi ni muongeaje tu, anaongea tu. Ila wala hatuweza kukugusa. Na mimi nimemwambia kwamba huyu mimi ni mtoto wangu. Ila baba yako kwenu ndo mweusi vile. Kwa Kian nikamrithi babu yake. Nadhani ataelewa tu. Nakupenda sana Nia. Nampenda sana Kian. Kian mimi ni mwanangu na mimi ndo baba yake. Mama ataelewa tu, wala hata usiwaze kuhusiana hilo. Nikamwambia okay sawa, kuna shida. Kwa hiyo wewe nakuomba utulie na usiwe na pressure kabisa na hili. Nikamwambia okay sawa. Japo niliona kabisa mwanaume wangu huyu Nia hayuko sawa. Na hiyo siku hatukulala. Nilimsogelea nikiwa nimekaa tu na nilikuwa nahisi kabisa na yeye alikuwa na yake kichwani. Na yule ni mama yake, anapoongea lazima amzingatie. Nilimwonea huruma sana kusema ule ukweli. Yaani asubuhi sana ndo alipitiwa na usingizi. Na mimi wala hata sikulala tena, nikainuka nikaenda kuoga. Nilipotoka nikamwamsha mwanaume wangu, akawa na usingizi bado. Nikamwambia naelewa hujalala leo, ila ni muda wa kazini sasa. Au leo hauendi kazini? Kazini naenda mpenzi wangu. Talak alipozungumza hivyo akainuka, akaingia msalani, akapiga pale maji alivyotoka sasa. Akavaa akaja kumbusu Kian, na muda huo Kian alikuwa ameshaamka, akawa anamchekea sana baba yake. Na mwanangu anamjua mno Talak. Na anapenda sana kucheka naye. Alipomaliza akaniaga ya kwamba anaenda kazini. So nabaki na familia yake, niwe nao makini na ni wazo wetu, maana wala hawakai sana. Wataondoka tu na sisi soon tutaendelea na maisha yetu. Nikamwambia okay sawa. Japo nilishajua kwamba ananiachia kazi jamani. Basi mwanamume akaondoka, mimi nikamwogesha pale mwanangu, nikambalisha vizuri na kisha sasa ndo nikatoka naye kwenda naye wapi? Sebleni. Basi nilipotoka hapo sebleni, nilimkuta mama mkwe. Nikamkuta mama mkwe amekaa kwenye sofa amejaa tele. Alikuwa anatikisa tu miguu yake, hapo anakunywa kahawa yake. Mimi nikamsogelea kwa heshima nikamsalimia. Mama za asubuhi. Mama umeamkaje? Yule mama wala hata kunijibu. Yaani kama vile hakunisikia nilichokuwa nimemwambia. Nikamsalimia na wifi huyo. Wifi ndo akanisonya na kwambia mpaka nikakoma mimi. Nikaona okay sawa bwana. Nikawaacha pale sebleni, mimi nikaenda zangu kunywa chai. Na kuta mezani kweupe, yani hakuna kitu kimetengwa. Nikamuita Jackie, nikamwambia wewe Jackie ni mfanyakazi wa humu ndani. Nikamuita Jackie akaja pale, lakini Jackie alikuwa anajivuta mno. Mpaka nikamshangaa. Huyu msichana vipi? Nikamuuliza wewe, mpaka sasa hivi hujaandaa chai, huoni kama tuna wageni pale? Jackie akaniambia hivi. Mama akaniambia nisiandae chai leo. Nikamwambia kwa nini? Wao wamekunywa chai ama vipi? Nilipoeleza swali, Jackie akabaki kimya. Mara nikasikia pale wifi anasema, "Unapenda kufanyiwa kila kitu Nakuuliza wewe, na hilo toto lako hilo. Unapenda kufanyiwa kila kitu Toto lako linalelewa. Na kazi unataka ufanyiwe. Sasa hapa kazi zote unafanya wewe. Huwezi kula bure na ukawa na faidi tu ndani ya nyumba ya kakaangu ambayo hulipi chochote kile." Nikaona hapo tayari kumesha kucha mambo ya mawifi. Basi wala hata sikuongea tena. Nikarudi zangu ndani na mwanangu tu. Nilikaa sana ndani. Nikawa nasikia njaa sasa. Njaa inaniuma vibaya mno. Nikambeba mwanangu nikaplani niende barabarani huko nikale chips. Basi nikatoka nikamkuta mama mkwe na wifi na dada wa kazi walikuwa wanakula zao pale dining. Hata kuniita jamani hawakuniita kabisa. Ila sikuuliza kabisa, nikatoka zangu nikaenda zangu kula zangu huko nje. Nilipomaliza ndo nikarudi ndani. Nilipofika ndani nikakuta mama mkwe alikuwa anaangalia TV. Akaniambia wewe msichana, nakuomba unisikilize tena kwa umakini. Unaelewa wewe? Nikamwambia ndio mama. Sikiliza, sisi humu ndani hatukutaki. Nadhani unajua kwamba huyu mtoto sio mwanangu. Na mwanangu jana kaniambia kila kitu ya kwamba anakusaidia tu, anakuonea huruma maana hiyo mimba haikuwa na baba. Nikaona mbona mazito. Kumbe Talak akamwambia mamake ukweli. Hasa mbona mimi hakunipanga jamani? Yule mama akaendelea kuniambia sasa naomba uishi kwa akili sana humu ndani. Maana huna cha maana na hilo toto lako hilo linalotisha hilo.
Na jana nimeongea vizuri sana na kijana wangu Talik, kanieleza kila kitu kukuhusu wewe. Sasa sikiliza wewe binti, kama familia hatukutaki humu ndani, ila tumempenda huyu binti wa kazi, ndio tunataka awe na mwanangu. Hapo nikamwangalia Jackie yule mfanyakazi, namuona na yeye ananinyali. Yaani nakwambia nyie, nilibaki nimetokwa na macho, siamini kinachoendelea. Yaani huyu mama ndio ana siku moja tu, mama ndio na Talik kaniambia atakaa mwezi mzima. Mimi nitaweza kweli? Yaani hata hiyo nguvu ya kuongea mimi sikuwa nayo, ya kwamba mimi ndo sifai tena, ama kwa hapa sasa hivi anaifaa ndo huyu house girl Jackie, ama ni vipi? Nikasema okay sawa, sasa nitafanyaje hata kama nikikataa? Nikaingia zangu chumbani, nikachukua pale simu, nikampigia simu Talik. Hakuchukua muda, mwanaume huyu akapokea simu. Kiukweli nilijisikia vibaya mpaka nikaanza kulia, hata kuongea nilishindwa. Talik akaniuliza, Nia, nini sasa, mbona unalia? Mbona unalia mamangu? Eti Nia, niambie shida nini mke wangu? Nikamwambia kwa hiyo Talik ndio umeamua kumwambia mamako ukweli ya kwamba huyu mtoto sio kwako, si ndio? Ndio Nia, nimemwambia ukweli mama, kwa sababu alinibananisha sana na nikashindwa kabisa kuficha. Na unajua sifanani kabisa na Kian. Nikamwambia okay sawa, sio shida. Sasa mbona ukuniambia ukweli ya kwamba umeshamueleza mama? Alafu naona umewahi sana kumueleza mama, na sio kama vile tulivyokuwa tumekubaliana. Inakuaje hilo jambo? Maana mama yako kaniambia na maneno mazito kanishushia, na ameniambia kwamba wao wamempenda Jackie, ndo anataka uwe naye na sio mimi. Kwa hiyo mamangu anataka mimi niwe na huyo mtoto kweli? Jamani, hebu nisikilize Nia, mimi siwezi kufanya hivyo. Nilimweleza mama ukweli ya kwamba Kian sio mtoto wangu, ila mimi nakupenda wewe na mimi nakuhitaji wewe mno. Hebu nakuomba utulie hapo chumbani, nikirudi tutayaongea hayo na yataisha. Nikamwambia sawa, kuna shida. Hapo nikakata simu, nikamchukua mwanangu nikawa namnyonyesha, maana alikuwa analia, ila kiukweli sikupenda ile Talik kumweleza mama yake siri zetu, wakati yeye mwenyewe ndo aliniambia kwamba hakuna shida na atakaa kimya tu na tutafanya siri na atamchukulia Kian kama mwanae wa kumzaa. Na mbaya zaidi, mimi mtoto namuita jina lake mpaka la ukoo, yani nimempa kabisa mtoto, alafu yanakuja kutokea haya mambo ya kutokea. Ila nikasema kwamba niache, labda mama yake alimbana sana na ndio maana alimwetu kumweleza ukweli. Kwa hiyo nikafanya nikatulia. Basi sikutoka kabisa ndani. Hivi natoka naenda wapi? Uko nasikia tu mama mkwe anacheka kicheko cha kile kicheko cha kinafiki kile. Mimi nikajitulia zangu tu kimya, wala sikutaka maneno kabisa kabisa. Usiku sana mwanaume ndo alirudi. Kwanza nilisikia kadako na mama yake huko sebleni. Nikawa nasikia mama yake anafoka sana, hata sikujua ni nini wanachokiongea. Na baada ya muda ndo akaingia sasa chumbani, akanisalimia vizuri, mimi nikamuitikia. Akaniuliza umeshindaje mke wangu? Nikamwambia niko poa, sijui wewe Talik huko kazini. Akaniambia fresh tu. Vipi umekula huu usiku? Nikamwambia hapana, sijala na sijisikii tu kutoka kwenda hapo dining kula. Naelewa, basi ngoja na kuagizia chakula. Na kweli bibi akaniagizia chakula nje huko. Akaenda kunifuatia akaniletea chumbani ndo nikala sasa. Nilimwogesha mwanangu nikampa pale nyonyo mpaka akalala. Na mwanangu ananyonya jamani, yani ananyonya sana huyu mtoto wangu. Basi huyu mtoto wangu Kian alipolala sasa ndio tukapata muda wa kuongea sasa mimi na mwanaume wangu huyu Talik. Kwanza Talik aliniomba radhi kwa tabia za mama yake, na akaniomba sana nimvumilie, maana ni mama yake na hawezi kumbadilisha, maana ni mama yake, hana jinsi, so lazima tuvumilie. Nikasema hilo halina shida, ila mimi sitakuwa natoka ndani, mama yako mimi ananichamba mno mpaka namuogopa. Talik akaniambia sikiliza nikwambie, unajua mama anasema kwamba mimi namlea Kian ila sio mwanangu, na nimeshamueleza hilo, na mimi nimekubali kwamba Kian sio mwanangu, ila naomba tufanye kitu kimoja ambacho mimi nahisi mamangu atatulia na atakupenda. Nikamwambia kitu gani? Usinifikirie vibaya Nia, ila naona mimi kama unibebee mimba yangu hivi na unizalie mtoto wangu. Kwa lini? Yani kwa lini hiyo issue nifanye? Kwa sasa ninapozungumza na tuanze kumtafuta mtoto. Nyie nikono kaa chizi. Yaani mwanangu ana miezi 3 ananiambia tutafute mtoto. Huyu sasa nimemlea saa ngapi? Huyu kachangamka saa ngapi mpaka nibebe mimba nyingine? Nikaona nataka kunibemendea mtoto. Nikasema sikiliza baba, mimi sipo tayari kwenye hilo. Sio kwamba sikupendi ama labda sikuhitaji, la hasha, ila mwanangu bado ni mdogo sana. Tumlee kwanza huyu. Mwanangu hajakuwa kwa chochote, ndo kwanza anadanganyishia kukaa. Unataka nikubebe mimba nyingine? Kivipi Talik? Sasa Nia, mimi mamangu hatoweza.
mamangu hataweza kuelewa, lakini hata mama anasema ukweli. Mimi nitalea mtoto wa mtu mpaka lini? Huyu mtoto anaweza katokea babake muda wote na saa yote akamchukua. Mimi nataka mtoto wangu mimi mwenyewe, damu ya kwangu mimi mwenyewe. Nikamwambia sikiliza Tariq, mimi sija kukataa kukupatia huyo mtoto, ila huyu bado ni mdogo, hatujampatia nafasi yoyote. Sitaki kusikia hayo mambo hata kidogo tena. Sitaki mimi. Wewe vumilia, huyu asogea hata miaka 2. Kwanza mtoto mwenyewe mimi nitakuzalia mtoto wako, wala tusikwambie mimi sijakataa, nitakuzalia, lakini subiri basi kwanza huyu akue. Okay, sawa kama hutaki kunizalia. Hapo Tariq aliposema hivyo akapanda kitandani. Naona komenti zenu mnaniambia nirudi kudanga au sio? Haya, sawa. Basi Tariq alipopanda kitandani akavuta shuka kalala. Nyie sasa, mbona visilani ndo vimeanza mapema mno? Yaani bado kabisa mwanzo unaona visilani vimeanza. Ndo kwanza mtoto na miezi 3 kazi imeanza nyie. Basi mimi nikamwacha apumzike tu Tariq, kisha mimi nikamsogelea mwanangu. Nikawa nimepumzika. Asubuhi sana niliwahi kuamka kusema ukweli. Nikaenda jikoni kwa ajili ya kuandaa chai ya bwanangu na familia yote kwa pamoja. Nikatenga pale mezani kabisa. Nilipomaliza ndo nikarudi sasa ndani kumwandaa mtoto. Basi na Tariq naye alipoamka akanisalimia, ila wala hata kunichangamkia. Nikajua tu ni swala lake la usiku, ila tutalimaliza tu, hakuna shida. Basi mwanaume pale alipomaliza kujiandaa, nikamwambia twende tukapate chai sasa. Akaniambia sawa. Kisha nikampeleka mpaka dining. Ili nafika nakuta mama yake naye katenga chai yake. Yaani mama mkwe alitengeneza chai yake nyingine, so hii nilopika mimi. Na kisha akamwambia, mwanangu kipenzi, nile kuzaa kwa uchungu, naomba uje kunywa chai mama yako hii haraka sana. Na kweli Tariq wala hata kujiuliza akaenda kukaa karibu na mama yake, kisha akawa nakula na kunywa chai iliyokuwa imeandaliwa na mama yake. Mnajua kwamba nilijisikia vibaya sana, ila sikuwa na jinsi. Nikachukua pale mikate yangu, nikachukua na chai, nikaingia chumbani kwangu kunywa chai. Nikaenda kunywa huko chumbani. Nilipomaliza sasa wakati narudisha vyombo, nikakutana na mama mkwe anamwambia mwanae kwamba nimesema silitaki dili jukuu jeusi lile. Nataka mjukuu mzuri ambaye utampata kwa kuzaa na huyu dada wa kazi anayeitwa Jackie. Mimi yule mwanamke sijampenda na simtaki kabisa hata kumuona. Na yule ni malaya tu. Hapo mama huyu wakati anazungumza hayo, wifi akajazia, itakuwa kachanganyikiwa na mali za kaka. Hapo kwanza nikaweka sahani, nikarudi chumbani kwangu. Sikutia hata neno. Katika ile maongezi yao sikutia hata neno, lakini niliumia sana. Nilipofika chumbani nilijiuliza sana juu ya maisha yangu. Yaani nilijiuliza sana. Nikaona okay, ngoja nivumilie, maana ni swala la muda tu. Na huyu mama atakapoondoka tu mimi maisha yatafanya yatakaa sawa. Basi mwenzenu mie nikapiga moyo konde na nikawa nikubize na maisha yangu. Ila sasa kuna jinsi kama vile Tariq alirudi nyuma kwangu kusema ukweli. Yaani alitaka nimzalie. Hapo mamake kila siku anaongea mno juu yangu mimi, na mpaka dada wa kazi akanisaliti akawa upande wao, chezea kuolewa wewe. Sikashaambiwa ataolewa. Tena ataolewa na Tariq. Kwa sasa hata Tariq pia akawa hanichangamkii, akidhani ya kwamba mimi simtaki na sitaki kumzalia. Jamani, sio kwamba sikuwa nataka kumzalia, ila mwanangu bado ni mdogo sana. Yaani nibebe mimba nyingine? Hapana, mtoto bado ni mdogo. Basi siku hiyo na mapema nakumbuka, ilikuwa mapema tu, nilimka zangu mwenyewe, niliamkia na udobi mambo ya kufua. Nikafua nguo zangu zote chafu za mwanangu na za Tariq. Nikiwa naanika nikamwona Jackie naye anakuja pale kuanika nguo. Alipofika wala hata kunisalimia, akaanza kuanika pale madela ya mama mkwe. Yaani katoka kumfulia mama mkwe. Unajua nilimwangalia nikamuuliza hivyo, Jackie, wewe Jackie una akili wewe? Mbona babaika na watu wanaoishi Mwanza huko? Wewe ni wa kujisahau kweli wewe? Wewe kumtaka mwanaume wangu Jackie? Unadhani mwanaume wangu ana muda na wewe? Sasa hapo Jackie ndo akanijibu, akanipandisha kibese. Akaniambia, wewe ndo unajishaua. Kwani wewe na mimi nani wa kwanza humu ndani? Wewe umenikuta humu. Mimi nilikuwa nafukuzia ndoa, wewe umekuja kuniharibia na mtumbo wako. Sasa nikwambie mpira umerudi kwa kipa. Kwa kuwa mama mkwe kaniona nafaa, unadhani bwana atanikataa? Na uzuri huyu mwanaume hana kauli mbele mamake. So hawezi kunikataa. Na hata kama atanikataa leo, mbele kwa atanipenda tu na nitamzalia mtoto wake kabisa. Sio hilo toto lako jeusi hilo la baa. Nye nilibaki kujisemea, huyu ndo Jackie ama mwingine ama yuko pia yake. Nye moyo uliniuma sana jamani, kusema ule kweli. Moyo uliniuma. Basi nikaacha pale hata kuweza kuanika nguo zenyewe.
Nguo zingine nikawa naingia nazo ndani. Nikamkuta pale mama mkwe yuko sebleni. Kakunja 4 nakwambia hana hata habari. Nikamsalimia akabaki kimya. Mimi moja kwa moja mpaka chumbani kwangu, nikavuta simu nikampigia baby. Nikaanza kumlalamikia pale juu ya tabia za Jackie na majibu aliweza kunijibu. Talika akaniambia, sikiliza nikwambie mama, huyo Jackie kaongelea mdomo na wewe mjibu pia kwa mdomo, mambo yaishe. Mimi nao nipo kazini, sitaki kusikia issue za kifamilia kwa sasa. Unanivuruga akili yangu. Nia, mambo mengine jifunze kujisimamia. Very easy sana. Sio kila kitu tu unakuja kunilalamikia kwangu. No, haiko hivyo. Kama mtu kakusema na wewe mseme, full stop. Niko busy na kazi. Hey. Majibu ya Talaki, nyie mbona nguvu ziliniishia? Halafu mwanaume akanikatia simu ngwa. I say, nikaona hapa mimi kazi ninayo. Basi nikapanda kitandani na mwanangu kwa ajili ya kupumzika. Na kuanzia hapo, hayo ndo yakawa maisha yangu. Mwanaume hana kauli kwa mama yake. Yeye kila anachosema mama yake ni sawa. Hata kama akiongea kitu kibaya ya mama yake, yeye ni kimya. Basi na chambwa na mama mkwe anakuja kunimalizia wifi. Huyo Jackie ndo usiseme. Lakini huyu Jackie alikuwa anapewa sana nguvu na wifi na mama mkwe. Nilivumilia tu, maana niliona kama vile mwezi si wataondoka. Kwa nini sasa nivurugwe? Ngoja nivumilie. Na mwanaume wangu haya mambo tutayaongea takatu sawa. Maana yeye alikuwa ananuna, anadai kwamba yani alivyokuwa ananuna, Talika alikuwa anadai kwamba anataka mtoto na mimi. Kwa hiyo nikawa hata mambo ya kudinyana nikawa simpi tena. Maana mimi nilikuwa naonyesha sitaki mimi kuzaa kabisa. Ila nilichokisoma hapa, Talika ni bubu mbele mama yake. Yani hata ni chambwe hapo, yeye haingili kabisa. Yani haingili hata kidogo. Ndo kwanza ananiambia dawa ya haya mambo ni wewe kunizalia mimi. Unizalie damu yangu. Yani wewe uwe na mtoto wangu. Basi baada ya mwezi nikawa nawasikilizia wanaondoka lini, lakini nikawa sioni dalili zozote za watu kuondoka. Siku hiyo mida kama mchana nimelala zangu sana tu na mwanangu. Nilivyoamka sasa nikaona hebu ngoja leo nikapike zangu. Basi nikatoka nikakuta pale mabegi kama yote sebleni ya nguo. Yale mabegi makubwa yale, mpaka nikashangaa. Mama si akaniona, akasema unachojishangalisha hapo nini? Unashangaa nini? Na kuuliza unashangaa nini wewe mshamba? Labda tu nikwambie, umeona nguo hizo? Nimeagiza kutoka nyumbani. Sisi hapa ndo tupo sana tu na tutakaa mwaka. Tunakula maisha. Habari ndo hiyo. Na hata tuna dalili ya kuondoka leo wala kesho. Yaani hapa ndo tumefika. Niko kwa mwanangu. Nikasema mtume. Yaani kimoyomoyo hapo nikasema Mungu wangu. Yaani nilichoka na watu. Kondo wameenda kuongeza mizigo ya nguo ili wakae sana. Nikaona ishakuwa changamoto. Nikaingia jikoni ili nataka kupika na mkuta Jackie ndo anataka kuandaa pale chakula. Nikamwambia Jackie, nakuomba uache leo napika mie. Niliposema kwamba nataka kupika mie, akaja wifi. Akasema wewe acha wanga wako wewe. Unataka kutuwekea mavitu mabaya kwenye chakula utupumbaze alafu tukupendepende. Sikia sisi hatukutaki wewe utupikie. Hebu toka hapa bwana wewe jikoni huku. Umeshampumbaza kakaangu anakulelea hilo litoto lako hilo. Ila sisi uwezi kutupumbaza kwa madawa yako. Umekwama. Hapo mimi nikabaki kimya. Nilikuwa nimesimama tu. Yule dada akaanza pale kunisukuma na kwambia, "Eti toka." Ananitoa kule jikoni. Mimi sikutaka utabishi, nikaingia chumbani kwangu. Kiukweli mimi haya maisha bwana nilishachoka. Alafu hata mtoto pia anakuwa hana amani. Yaani muda wote nambeba tu. Yaani hata kumweka chini huko sebleni inakuwa ni kazi. Walikuwa hawamtaki kabisa. Nye maisha haya. Hiyo siku sasa Talika aliporudi kutoka kazini, nikamuuliza kumbe mama ameagiza nguo anataka kukaa hapa mwaka. Talika kanambia mwache akae, si mamangu. Natafuta kwa shida kwa ajili yake na yeye ndo amenisomesha tena kwa tabu sana mpaka mimi nimeweza kufanikiwa. Kaambia okay sawa. Ila sasa naomba na mimi hapo unitoe, unitafutie basi chumba hata cha shilingi 30,000 nikakae kwanza mpaka mama atakapoweza kuondoka. Kwa hiyo unamkimbia mamangu mimi au sio? Nikamwambia hapana, simkimbii, ila tu unajua mimi na mama tunaka ugomvi. Kwani ugomvi si unajulikana? Ni mama anataka unizalie mtoto wangu na wewe si utaki. Alafu sasa hivi unaniambia mimi nitoe pesa ukapange. Mimi pesa natolea wapi? Mimi sina pesa. Kama utakaa hapa sawa kaa. Kama unataka kuondoka pia sawa tuondoka. Ila mimi mambo ya kumpangishia mtu hayo mambo mimi sinaga.
au unataka kurudi katika yale maisha yako ya kipumbavu tena? Hapo kusema ukweli mimi kabaki kimya, akafoka hapo, kisha akabadilisha nguo akatoka kwenda kuongea na mama yake. Kiukweli nilijifikiria sana, niliwaza sana, nikaona basi kama ni kumzalia, acha nimkubalie tu, labda tutakaa sawa na maisha yatafanyaje, yataenda. Na usiku sana mimi na Talk tukiwa tuko kitandani, nikamwambia Talk, mimi niko tayari kuzaa na wewe. Kweli Nia? Nikamwambia acha tu Kian apate mdogo wake mapema. Sasa hapo ndo safi sasa. Basi kaka yenu huyo muda huo akataka mchezo, wala hata sikumnyima, nikampa na yale madudu yake yote akayamwagia ndani. Hapo nikamwona Tariki karidhika, akasema mimi nikipata mwanangu ndo nitakuwa na amani sana, lakini pia Kian mimi ni mwanangu na nampenda sana. Nikamwambia okay sawa, kuna shida baba. Basi maisha yakawa yanaendelea. Changamoto za wifi na mama mkwe kama zote, mpaka huyu msichana Jackie huyo akawa sasa hatumiki, nakwambia. Ni anapewa kichwa kweli kweli na wifi. Mama mkwe ndo anamjaza misifa. Yaani Jackie umtume akukubalie? Thubutu. Basi mimi niliamua kweli nimzalie tu Talk, na show tulikuwa tunafanya kila siku. Yaani akipumzika ni usiku, asubuhi anaamka na mimi. Ni kutiana tu mwanzo mwisho akitaka mtoto. Mimi nilikuwa nampa, wala tasimnyimi, na mimi wala hata sikujikinga kuzuia mimba hata. Ila ilipita miezi 3 mimi sikupata mimba kabisa. Hapo mwanangu ana miezi 7, anatambana, ni mtundu sana, na hapo yule mama bado yupo. Yaani walihamia kudadadeki. Nipo tu na wavumilia, na mwanaume hapo nakwambia alikuwa na raha na mimi vibaya mno. Si ni vile nimemwambia namzalia. Basi ikitokea mwanangu katambaa kamshike yule mama eti mpaka namsukuma eti asimshike. Huyu mama yeye ni mbaguzi. Basi mimi naenda namokota mwanangu na mbembeleza. Maisha yaliendelea, na vumilia vingi. Basi hapo sasa Talika akaanza kulalamika kwamba mbona mimi sizai? Mbona mimba sishiki? Naambia mimi sijizui. Labda issue ipo kwako. Basi akawa anajipima nakwambia, na madawa ananipa na meza, ndo ananidinya. Sijui hata zilikuwa ni madawa ya kuongeza nini sijui. Mpaka mwanangu akafikisha mwaka sasa. Anatembea kabisa na ananiita mama. Anamuita Taliki baba. Mimi sikuwa nimepata mimba ya Taliki. Na sikuwa nimejizuia kusema ukweli, mimi siwafiche, sikujizuia. Ila sasa hapo Taliki mapenzi na mwanangu aliyapunguza. Nilimuelewa ya kwamba ana hamu sana na mtoto wa damu yake mwenyewe. Ila sasa sielewi imekuaje mpaka nashindwa kumzalia. Sasa hapa kana nisikilizia mimi. Hasa mimi nakuwa naumia, maana yeye ndo kila kitu kwangu. Mama yake na dada yake hawanitaki. Yaani hapa umebaki yeye tu Taliki kusema no nichomoke umnani. Na hapo yeye Taliki ananunia vibaya mno. Nakuta mimi moyo unaniuma, cha kufanya sina. Hata amani pia nikawa sina. Nyie mnaweza kuamini mpaka nilianza kukonda, niliisha. Basi hiyo siku nakumbuka tulikuwa tumelala. Ilikuwa ni usiku sana. Yaani kama kwenye saa 8 hivi za usiku nimeshtuka, nasikia mkojo. Ulikuwa umenibana, naangalia hivi pembeni naona hakuna mtu. Nikesi Taliki yuko msalani, nikaenda kuchungulia kwa msalani, hapakuwa na mtu. Nikakojoa kwanza na kisha nikatoka mpaka sebleni sasa. Nikaona kupo kimya, taa zimezimwa na kila mtu yuko chumbani kwake kapumzika. Nikazidi kusogea kuangalia mume wangu kaenda wapi. Nikasogea chumbani kwa Jackie sasa. Nikawa nasikia sauti za mahaba nakwambia. Mimi naijua sauti ya Taliki. Akiwa anagugumia ya mahaba, sauti yake naijua sana tu. Naijua vizuri. Na nilivyosikiliza nilijua ni yeye. Wala sikutaka hata kusukuma mlango kufumania, nikarudi chumbani kwangu moja kwa moja. Nilikaa kitandani, nilijikuta tu machozi yananitoka tu. Maana huyu mwanaume mimi nampenda, yani nampenda sana tu. Ila leo ndo imekuwa hivi. Basi nilikaa pale mpaka saa 10. Ndo akawa anaingia chumbani kwa kunyata nakwambia. Anadhani mimi nilikuwa nimelala, kumbe mimi nilikuwa nimeshaamka. Kwa hivyo anaingia kwa kunyata mle chumbani, aliponikuta mimi nimekaa, yeye akashtuka nakwambia. Nikamuuliza vipi, umetoka wapi? Nilikuwa naongea na mama. Nikamwambia mama yako yuko chumbani kwa Jackie. Kwa Taliki ulikuwa unamtia Jackie, si ndio? Huko mama yako akiwepo pembeni, ama ni vipi? Wewe unaniambiaje wewe? Wewe unaniambiaje maneno kama hayo? Hivyo una adabu wewe? Nikamwambia wewe ndio huna adabu. Una mwanamke ndani, unaenda kutembea na mwanamke mwingine ndani ya nyumba moja. Kwa hiyo huyu binti ananijeulia mimi kila siku, alafu mimi nakusimulia umfanyi chochote. Kumbe issue ndo mnamalizanaga hivyo Kumbe ndo yuko hivyo
nisikilize Nia, mimi sihitaji kelele, nahitaji kupumzika. Nikamwambia ni wewe. Kwa hiyo mimi ni mjinga ama? Hapo Talik akapanda kitandani kisha akavuta shuka. Nikaona mjinga nini? Kwa pembeni kulikuwa kuna jagi la maji. Aisee, nikaenda nikalichukua nikamwagi yale maji pale alipolala. Alishtuka na kuambia alikuwa akasema, "Mbona unaloanisha maji?" Nikamwambia, "Mpumbavu nini wewe? Uona nionaje mimi? Yaani unaenda kutiana na mfanyakazi wako, alafu kisha unakuja unalala kibabe tu. Wewe Talik wewe." Sasa hapo msikilizaji, nilikuwa nimeshachefukwa. Talik nakwambia kainuka, akanipiga kofi la shapu. Wa! Hey! Yelewi, mnadhani nilikubali? Mnajua Wapare hasira zetu Na mimi nikamrudishia ngumi. Basi hapo nakwambia mabao yakaanza. Ananidundika na mimi namdundika. Oya akili waka nakwambia. Kwanza Talik mwenyewe mwembamba, sio kwamba ni mbavu sana wala. Tulizichapa nakwambia. Hey! Unaniona nisikia? Yaani pale hakuna aliyekuwa amempiga mwenzie. Ngoma ilikuwa ni pasu. Mimi mwenye mandonga mtu kazi. Tulikiwasha kweli kweli aisee. Akinipiga ngumi na mimi sikukubali, nilikuwa namrudishia. Yaani tulichalazana haswa sikukubali. Hapo mwanangu Kiana kaamka amekaa kitandani analia tu. Ila nikasema leo huyu mbwa mimi naye. Ananitia dharau mimi kudadeki zake. Nikamkaba na kwambia, "We!" Talik alipiga kelele mpaka mamake na Talik na dada yake wakaja na kwambia. Na bahati nzuri mlango ulikuwa hujafungwa. Tena walishtuka walipoona mtoto wao nilikuwa nimemkaba kweli kweli. Wakanishika pale kwa nguvu ndo nikamwachia Talik. Talik akaanza kukoloma na kwambia, "Nilimkomesha kusema ule kweli. Mie tena, kwanza mwanamke mwenyewe sikutaki, nilikusaidia tu basi, malaya wa kujiuza wewe." Talik anaongea. "Mwanamke gani unizalii? Unataka tu nikuleleli mwanao ili nimechoka sasa. Sepa zako niache na maisha yangu na familia yangu. Toka bana. Na Jackie ndo mwanamke wangu sasa. Nataka kumwoa maana na mimba yangu." Nakwambia nyie, Talik alijua kuongea. Yale maneno yake yaliniuma. Kumbe mpaka Jackie ana mimba. Maana yake ni kwamba hawakuanza kunizunguka jana wala juzi. Walikuwa wanatembea kwa muda mrefu. Basi yule mama usiku huo wa saa 10 akaenda kumnyakua pale mwanangu. Akanipa. Akaniambia, "Haya, nenda, hatukutaki humu ndani. Mwanamke gani unataka kuniulia mwanangu?" Hapo bado Talik alikuwa anaongea kwa kukohoa. Maneno zake mshenzi yule, nilimchezea kipigo cha maana tu. Yule mama akaanza kuniambia, "Ondoka bana, ondoka sasa hivi." Nikasema nataka kuchukua vitu vyangu. Talik akasema, "Kuna vitu vyako humu? Huna kitu chako humu. Kila kitu nimekununulia mimi, mshenzi wewe." Nikasema sawa. Nikambeba tu mwanangu, hata 100 sikuwa nayo. Nikatoka zangu hapo mpaka nje, nilitembea hapo nikawa nalia. Ila nilijikaza, nikaona hapa sio muda wa kulia. Na nikilia hapa nitaharibu. Nikambeba mwanangu vizuri, nikambeba mpaka barabarani. Usiku huo mkumbuke, hapo nikakodi pikipiki, nikamwambia naomba nipeleke external kwa Maria. Hapo sina hata 100. Naomba Maria yani huko awepo ili ndo anilipie usafiri. Nyie maisha yenyewe yana changamoto, niacheni. Kweli pikipiki yule bubu kanipeleka mpaka external kwa shogangu Maria. Nimefika nikamwambia boda nisubiri. Ile nataka kwenda kumgongea Maria na boda nyingine inafika pale ilikuwa imemleta Maria. Maria akashuka akalipia boda yake kisha akaja kwangu. Akasema, "Vipi tena mbona asubuhi?" Nikamwambia Maria, "Hebu mlipe huyu boda shilingi 10,000 tutaongea ndani." Kweli Maria akatoa pale shilingi 10,000 akampa yule boda. Yule boda akaondoka. Sisi tukaingia ndani. Nilifika ndani sasa, nikamlaza kwanza mwanangu kitandani. Nikakaa. Hapo nikaanza kulia. Nililia mno, niliumia sana moyo. Nilijisikia vibaya. Maria wala hata kunibembeleza. Kwanza Maria tubaki tu ananiangalia tena ananiangalia huko ananinyali. Yaani ile ananipandisha ananishusha, ananipandisha ananishusha hivi. Maria kaniambia, "Shoga, kwa hapo ndo utalia mpaka saa ngapi? Hebu niambie kwanza, utajiliza mpaka saa ngapi? Nyamaza tu bwana wewe. Maana mimi nilikwambia usiwaamini wanaume." Hao kanaona mimi shoga yako mpumbavu, kanaona mimi mdangaji. Leo hii kiko wapi? Mtu amekutumia we mpaka unalia. Unalia umefiwa ama? Nikamwambia, "Hapana Maria. Talik amenifukuza. Na ameniambia hanihitaji tena." Hivi unadhani kuna mwanaume atakubali kulea mtoto asiyemhusu? Mbona hiyo kazi? Mimi mwenyewe nilikuwa na muujiza. Na uliondoka hapa kwa mapana, hata simu zikawa za nadra. Hunipigia. Haya leo kiko wapi? Umerudi tena hapa na hapa unalia. Pole. Nikamwambia Maria, usiseme hivyo. Mimi kwa sasa
Siko sawa rafiki yangu, naomba uniache kwanza. Haya sawa, nimekuacha. Hapo Maria aliponiambia akapanda kitandani akapumzika zake. Mimi mawazo nilikuwa nawaza sana, nafanyaje? Sina hata 100, hata nguo ya mtoto sina. Yaani mwanangu hana chochote, maana Talke alinizuia kuchukua chochote kitu. Jamani, nilihisi kichwa kinaniuma sana. Yaani kiukweli niliwaza sana nini cha kufanya. Nikaona hapa nitaongea na shoga yangu. Akiamka anikope hata shilingi 50,000 mwanangu apate nguo kwanza. Na kweli asubuhi na mapema mimi niliwahi kuamka, maana kwanza kusema ule kweli sikuwa na usingizi. Naona mawazo yalikuwa yamenizidi, mawazo yalikuwa yamenisonga mno. Maria alipoamka nikamwambia Maria, hebu nilifanya mpango nikopeshe shilingi 50,000. Nikamnunulia mtoto vitu vidogo vidogo. Maana kama unavyoona shoga yako mimi nimerudi, mimi kama mimi tu. Yaani sina kitu chochote. Na kweli, lakini umefulia hatari shoga yangu. Bora tu hata ungebakia kudanga tu kuliko kwenda kuishi na mwanaume. Kuishi na mwanaume inataka moyo shoga yangu. Na yote haya mimi mbona nilikushauri? Nilikuambia utoe hiyo mimba ila hukutaka kunisikiza. Leo iko wapi shoga yangu? Pole sana. Na hapo bado. Unaanza nikuzaa kazi kulea dadangu bado. Basi hapo Maria nakwambia alinichamba kweli kweli. Ya kombe timi sishauriki na ndo maana yamenikuta. Hapo ananichamba afu ndo akatoa 50,000 akanipa. Nitafanyaje? Ilibidi nipokee nikamshukuru. Na mida hiyo nikamwacha mtoto na Maria, mimi nikaenda Karume, nikamwangalizia pale nguo, nikachukua vinguo vya bei rahisi, yani vile vya kawaida vya jelo vile. Vinguo vyangu pale nikavichagua vya bei kadhaa, na mimi nikanunua pale madela 2, nikajua nguo za Maria zipo, kwao nitakuwa na azima. Ila zaidi nilikuwa nimenunua vitu kwa ajili ya mtoto kusema ukweli. Mpaka beseni la kuogea, sabuni na kadhalika, ndo nikarudi nyumbani sasa. Basi nilipofika Maria akaniambia, "Haya, mwanao huyu mimi najiandaa kuingia kazini." Akatoa pale pesa kama 10,000 akanipa. Akaniambia, "Utapika basi jioni. Ule umnyonyeshe mwanao." Nikamwambia, "Asante shoga yangu." Shoga yangu ni mzuri, ana roho nzuri, lakini ndo anakuchamba kwanza. Yaani anakuchamba na kunyaja na kupandisha na kushusha afu ndo anakupa. Kwa hapo Maria akaondoka zake. Basi mimi ikapita kama wiki nipo kwa Maria. Kwanza pata sielewi maisha yangu jinsi yanavyoenda, hata simu sina mpaka nimgongee, yani nigongee simu ya Maria ndo niwasiliane hata na mama. Ila sikumueleza mama changamoto zangu ya kwamba nimeachana na yule bwana ambaye mama anamjua kabisa kwamba ndo baba yake na Kiani. Yeye mama ndo anajua hivyo. Sikumwambia changamoto zilizotokea. Basi nikawa naendelea pale kumlea mwanangu. Ila ndo hivyo, katika mazingira magumu sana nilikuwa namlea. Maana sasa ikawa kila siku namtegemea Maria. Sasa ananipa pesa yake kwa masimango, tena kwa maneno. Nilikuwa najisikia vibaya sana. Ila sasa ndo vile sina maisha, sina pesa, inabidi nivumilie. Sasa hiyo siku Maria akarudi kama majira ya saa 6 hivi za mchana. Akaniambia, "Nisikilize shogangu. Wewe ni mtu mzima, nadhani unajielewa vizuri. Naomba nikuambie ukweli. Kiukweli mimi siwezi kukuhudumia wewe kila siku, siwezi. Eti kisa unalea kiukweli hapana ndugu yangu, maisha ya dai yenyewe unayajua. Maana mimi sio nilokutia hiyo mimba. Na ndio bana nilikushauri toa hiyo mimba ukakataa. Kwa hiyo bana naomba ujitegemee tu kwanza sasa hivi. Jijue wewe mwenyewe na mtoto wako, ila sehemu ya kulala ipo. Kulala sikufukuzi, utalala. Ila tu masuala kujitegemea siwezi. Itabidi na wewe uchangie kodi. Sio mimi tu nadinywa huko na kuja hapa mimi nalipia kodi. Eti nadinywa huko nikirudi na kupewa pesa. Mimi sio mwanaume kusema ndio mimi nikapambane huko na maisha nije hapa nikupewe hela nikulee. Shoga yangu nataka upambane. Wangu. Sikutaka hata kubishana naye, maana ni ukweli. Maana hapo kilichokuwa kinatokea hapa ni kwamba alikuwa anaenda maana si kazi yetu ilikuwa ni kudanga. Kwa hiyo anaenda na danga, anachokipata ndo anakuja kunipa. Maana hapo alikuwa analea mimi na mwanangu. Kwa sikutaka hata kubishana naye alivyozungumza hivyo. Maana ni ukweli mtupu. Hakuongopa, ni ukweli. Nilikuwa namtegemea Maria kwa kila kitu. Kwa muda nilikuwa sina mbele sina nyuma. Nikamwambia, "Sawa shoga yangu, nimekusikia, nitajipambania." Basi akapanda kitandani ili apumzike. Niliwaza sana nifanye nini. Maana hata kazi za baa sitaziweza tena. Nipo na mtoto mdogo. Na Talika kwa muda wote hajawahi kunitafuta tena. Niliwaza sana nini cha kufanya. Niliwaza mno. Nilikumbuka kwamba naifahamu namba ya James J, maana ipo kichwani. Nikawaza sana, nikampigia. Hata nimuombe hata msaada, nisaidie hata shilingi 70,000 nikaangalia biashara za kufanya. Maana kudanga sitaweza. Nadangaje na mtoto mimi? Na huyu shoga ndo kashanikataa. Nikaona hapa
nitaazima simu niongee na nani, na James. Basi kweli nikatoka nje, kuna mpangaji mwenzetu hapa nimemzoea, ni mdada tu anaitwa Mai. Nikamsalimia kisha nikamwazima simu akanipatia. Nikaweka pale namba za James nikampigia. Haikuchukua muda simu ikapokelewa. Nikasema halo. Nikasikia sauti ya James inasema halo. Nikamwambia je, ni mimi Nia. Naomba uje nyumbani leo tuongee. Wewe dem mjao sana wewe. Wewe usinikataa mimi ukamchagua bwana wako. Leo unaniita nini sasa? Au kwa sababu umeachwa huko unamtegemea mwenzako kwa kila kitu Maana mimi najua sana habari zako. Hapo msikilizaji, kitendo cha Jay kujua habari zangu sikushangaa. Maana mvujishaji wa habari zangu namjua vizuri tu ni Maria. Wala hana siri Maria, hana kifua. Kumbe anavonisaidiaga hapa Maria anaenda kunitangaza huko. Nikamwambia Jay, bwana hebu achana naye bwana, hebu njoo basi nyumbani please tuongee. Okay fresh, nitakuja usiku hapo. Nikamwambia poa. Basi nikakata simu kisha nikamrudishia yule dada simu yake. Na kisha mimi nikaingia ndani, nikamkuta mwanangu ameshaamka, tukawa tunacheza pale. Basi anacheka kweli kweli. Basi at least nikiona tabasamu la mtoto wangu linanipa matumaini, najikuta na furahi kweli kweli. Yaani mno tu na furahi mimi. Basi kufika usiku nikasikia pale mlango unagongwa bwana. Nikaenda nikafungua. Namkuta Jay, nikamkaribisha ndani, akaingia pale. Akamwona mwanangu. Mwanangu alikuwa kalala, akasema wewe baba, huyu mtoto ni mkaa ama vipi? Mbona mweusi sana huyu mtoto? Nikasema ndo alivyo mwanangu, naomba muache bwana. Okay sawa, nimemwacha. Niambie mrembo wa zamani, vipi? Maana siku hizi umechoka kweli kweli. Warembo saizi ni wakina Maria tu. Nikamwambia sawa. Ni vije isikiliza, naomba nikopeshe 100,000. Nifungue biashara, nimlee mtoto wangu. Unataka kufanya biashara gani wewe? Jay, niko serious. Hata nichome tu visambusa sio mbaya. Hata kama nikiuza miguu ya kuku sio mbaya. Muhimu nipate pesa kuendesha familia. Sikiliza. Wewe mimi sikukopeshi. Mimi pesa wewe nakupa. Ila nataka unipe utamu. Ukishanipa utamu nakupea pesa. Nikamwangalia huyu baba nikamuuliza sasa, uone kama mimi na mtoto mdogo nakupaje wa utamu Jay? Wewe njoo kwenye gari, mimi nakojoa tu kimoja na kuacha. Hapo Jay akanyanyuka akatangulia kwenye gari. Kiukweli mimi sikuwa na jinsi. Nikaona okay, isiwe shida. Nikamwacha mwanangu ndani, nikaenda kuliwa huko nje ya gari. Basi mwanaume akanitia mno. Ila tu alivaa kinga mpaka alipoweza kuridhika. Mimi wala hata sikumfurahia wala nini. Ila nilifanya kiziki tu kishida. Ana aliporidhika akanipatia 100,000. Nikamwaga mimi nikashuka na yeye akasepa. Niliona ni kweli mimi ni mjinga. Hakuna msaada wa bure. Msaada bure unatokea wapi? Na hii ni pesa ya mwanaume. Ni ya maisha. Haya. Huyu binti anasema hakuna msaada wa bure na maisha ni kama vile yameyakatia tamaa. Unamshauri nini huyu binti wa kuitwa Nia? Inaonekana anapitia magumu kweli kweli. Lakini acha tu mimi nikwambie, tukutane katika sehemu ya 3, mzigo mtamu wa kuitwa Binti Nia kutoka kwake Habiba mara moja. Na mimi nilikusimulia naitwa Uncle Jay Simulizi. Asante kwa time yako na kwaheri.